Asante na karibu sana katika Viwanjani leo, ikiwa ni tarehe 27 Novemba mwaka 2025. Mimi ninayokaribisha naitwa Saidi Sali wa Msumi. Alhamis wengi wanapenda kuita TBT, Throwback Thursday. Vitu vingi sana vya kujikumbusha vitu vya nyuma na kadhalika, lakini Viwanjani kutakuwa na vitu vingi sana ambavyo hakika utaweza kupata burudani, utapata uchambuzi ambao yakinifu kabisa, jadidi kabisa kutokea kwa wachambuzi wangu katika siku hii hapa ya leo. Kumbuka majira ni saa 6 kamili za mchana. Kuna mengi sana, tutakwenda kuangazia wakilishi wa Tanzania katika michuano ya kimataifa, Young Africans wakizidi kujikita kambi katika mji wa Tizi Ouzou kuwakabili JS Kabylie hapo kesho. Ni mchezo wa aina gani? Tutakwenda kuangazia vitu gani ambavyo Young Africans wanapaswa kuvizingatia kuelekea katika mchezo hapo kesho. Wakati hayo yakiwa kwa upande wa Young Africans, upande wa pili wa shiringi, Simba Sports Club safarini kwenda kusaka alama 3 muhimu dhidi ya Stade Malien ya Mali, sasa wakiwa wamefika katika mji wa Addis kabla ya kuelekea katika mji wa Bamako nchini Mali. Wakati hayo yakiwa najiri kwa wakilishi wetu katika michuano ya kimataifa, kwa upande wa ligi mabingwa barani Afrika, upande wa kombe ya shirikisho, Azam Football Club mguu sawa kwa kabili Wydad hapo kesho, wakati Singida Black Stars wakivutia kasi Stellenbosch ya Afrika Kusini. Ligi kuu ya NBC, vita ya baba na mwana hapo jana, mtoto akimwambia baba, ulichonifunza ndicho hichi, hebu jaribu mbinu zingine. Ahmad Ali akirejea kileleni katika msimamo wa ligi kuu ya NBC wakichapa TRA United chini ya Etienne Ndairagije. Coastal Union na Mangushi ni Maabad akiweza kuipatia alama 3 muhimu hapo jana dhidi ya Coastal Union, wakishinda ushindi wa bao 2-0 dhidi ya Mbeya City. Wakati Tanzanite kwa raha sasa ni burudani kizidi kushika kasi, wakipata ushindi Fountain Gate, ushindi wa bao 1-0. Wakati huo tuzo za TFF zikiweza kupelekwa mbele, wakati uwanja Mkokwani ukifungiwa, lakini pia Singida Black Stars wakimrudisha nyota Joseph Gede. Kitu gani ambacho amekitazama Singida Black Stars? Barani Afrika kuna mengi sana, michuano ya kimataifa barani Afrika, matayarisho ya klabu mbalimbali tutakwenda kuangazia, bila kusahau barani Ulaya ligi mbalimbali zikiwa zinarejea. Mimi ninayokaribisha naitwa Saidi Salim Msumi. Tamati ni majira ya saa 6 kamili za mchana. Utaweza kuweza kutazama hapa soka letu, joto la Afrika, the pitch zilizobamba mitandaoni, na yenyewe pia utaweza kuzipata hapa. Wachambuzi wangu ni Ayubu Hinjo, yupo hapa pamoja na Rashid Don Hamis, the heavyweight pandit, the only one in Africa, kuweza kuangazia masuala mengi sana ambayo tumeweza kutazama. Jambo la kwanza tusalimiane. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ba tamam. Tamam. Ba tamam. Kwa vizuri? Alhamdulillah. Injo kapokea mkono wako? Kapokea. Sio Michael Yela. Michael Yela mtoto yule ni mtoto muda wote na manyanga. Asubuhi anamka na bega, akirudi na bega. Kwa ndio maana nataka kukupa mkono. Hawezi. Na nimetoka kutoka Kigoma kaka. Nimepata kukupa mkono tu ageuka nyao. Doma batishi kaka. Sasa kumbuka hata Dimonde aliambia lete mkono. Nipe mkono tushindane. Lete mkono tushindane. Alafu King akasema unaomba penseli, sio unaiba penseli, sio futia. Unanibia penseli afu unasaidia kutafuta. Sawa bwana. Leo ni Alhamis. Miongoni mwa vitu vya kuweza kukumbukwa leo, watu wana share zile pictures nini na kadhalika, matukio mbalimbali. Mimi baadhi kuna matukio ambayo ukiyaona, hususan nikiwa naangalia kuhusiana na CAF Champions League, ushindani ambao uliopo katika hizi timu, na hususan kwamba wiki hii hapa ndani ya Azam Sports kuna matukio ambayo ukiyaona unasema naam. Wydad jana tunadhani Ali Bakari Mufti anaweza kutuletea pale baadaye katika zilizobamba mitandaoni, jinsi Wydad walivyokaribishwa hotelini Zanzibar hapo jana. Kama bwana, ukarimu hatari kabisa. Hatua nzuri. Lakini JS Kabylie dhidi ya Young Africans, Stade Malien dhidi ya Simba Sports Club, Barcelona dhidi ya Alaves, Atletico Madrid dhidi ya Real Oviedo, wakati Bayer Leverkusen dhidi ya Borussia Dortmund,
kwenye Bundes. Ni matukio ndani ya wiki hii ndani ya Azam TV, lakini kama ulikuwa unajua kama ni hayo tu, hapana, kwa sababu kuna mengine mengi ambayo yapo. Real Madrid, Rossi Branco yeye mwenyewe atakuwa anapambana dhidi ya Girona, wakati AS Roma dhidi ya Napoli. Kilipia mkulungwa, kauli ya Rashid Hamisi, ukilipia shilingi 28,000 burudani unaipata, wakati Singida Black Stars dhidi ya Stellenbosch. Natamani na wiki hii ujue kuna mechi Hispania, kuna dabi nyingi. Wengi wanaifahamu Madrid dabi, wanafahamu El Clasico, ni mechi ambayo ina mvuto lakini sio dabi. Lakini dabi kubwa na yenye nini ile msisimko mkubwa zaidi Hispania inachezwa weekend hii. Sevilla dhidi ya Real Betis. Ukitazama zile picha za mji ule namna ambavyo kwa juu huku nyeupe huku kijani, yani mji umegawanyika katikati ule, yani kuna watu ni Betis, kuna watu ni Sevilla. Mechi inapigwa mechi kweli, yani wale hata kama mmoja ana mguu mmoja anaenda kucheza, mechi inakuwa mechi kweli. Mimi naona Betis ndio walivyojiimarisha na Sevilla amerudi Amrabat katikati. Unajua Sevilla Betis msimu uliopita alikuwa vizuri, ila hakumfunga Sevilla. Sasa kwa sababu unajua Sevilla walitengeneza daraja lao katika michuano ya Europa. Yes. Yani utafanya wote, lakini unaema yani walitengeneza, kulikuwa na striker wao mmoja Mfaransa, Kevin Gameiro. Yani Sevilla kwa anatengeneza watu wa Eva Banega hapa katikati, Neil El Haddad, yani Salamba kaona yani ni shida, nipe viatu baba. Salamba baba, nipe viatu baba, nipe viatu. Eva Banega alimbananisha taifa pale Benjamin Mkapa. Hatari yule mtu, alikuwa hatari yani kama Rashid Hamisi ukimwona akiwa anacheza uwanjani. Banega mtu mdogo sana kaka, kwenye ubora wangu Banega ajifunza. Shanza utajabiliana, unaanza kuleta miogo tena. Mimi namkubali ndugu. Au ndugu mimi unasema si kakubali kwa mshenga wako bwana, alisema atachangia milioni 2, kwa hiyo lazima ukubali. Sasa wewe ulisema kama wewe ulisema umekubali kwamba kwenye kamati mkulungu alisema ile kauli yako kusema watu wasema bwana sherehe ya Msumi, ukasema atachangia milioni 2 na kwenye kamati yupo. Nikwambie kabisa Ayubu hicho Ali Bakari Mufti sema Rashid kasema nilisema, nikamwambia Novemba tulimemba ndio sawa tu vijana wanalo mkulungwa. Mimi nakuamini milioni 2 yako ipo na kuamini na ni mwezi salama. Asante. Ile mpaka leo haijatokea. Sawa, tupo. Sawa. Tuanze kuangazia soka letu wakati huu. Tuanze katika soka letu, tuanze kuangazia kuhusiana na kikosi cha Young Africans ambapo wamezidi kuendelea na maandalizi yao kuwakabili kikosi cha JS Kabylie katika mchezo unaotaraji kufanyika hapo kesho katika mji wa Tizi Ouzou nchini Algeria. Kikosi cha Young Africans hii ni wameendelea mazoezi, ikiwa baada ya mazoezi yao ya kwanza waliyafanya hapo jana baada ya kuwasili katika mji huo hapo juzi wakitokea katika mji wa Dubai. Kumbuka Young Africans wanaingia katika mchezo kwa kabili JS Kabylie ukiwa ni mchezo wao wa pili baada ya mchezo wa kwanza kupata ushindi wa bao 1-0 dhidi ya AS FAR Rabat ya kutokea nchini Morocco, wakati kikosi cha JS Kabylie wenyewe wanaingia katika mchezo huo wakiwa na kumbukumbu mbaya ya kuanza kampeni yao ya hatua ya makundi kwa kubali kichapo cha mabao 4-1 dhidi ya kikosi cha Al Ahly ya nchini Misri. Viongozi wa klabu ya soka Young Africans wanazungumzia nini kuhusiana na matayarisho ambayo wanayafanya kuelekea mchezo wa hapo kesho? Mwenzetu James Samuel Jimmy Steiger amefanya mazungumzo nao kutokea mjini Tizi Ouzou nchini Algeria. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu ametujalia tumefika salama nchini Algeria na hatimaye kufika katika mji huu wa Tizi Ouzou. Lakini kubwa tukiwa tumefika, wachezaji wote wako vizuri. Hatuna mchezaji ambaye katika tulokuja nao
atakosekana kuwepo katika maandalizi haya ambayo tunaendelea nayo. Ni ambalo linatuwezesha hadi sasa, lakini kwa ujumla tumekutana na changamoto za hapa na pale, lakini tumeweza kuzitatua na tunaendelea na maandalizi na kujiandaa na mchezo wetu wa Ijumaa dhidi ya mpinzani wetu JS. Hali ya kambi ni nzuri, wachezaji wako tayari kwa ajili ya mapambano. Mwalimu anaendelea kuiandaa timu yake kwa ajili ya kuingiza uwanjani siku ya Ijumaa, na Watanzania watakao kuweko nyumbani basi wasogee katika Azam TV kuweza kuiona timu yao ikiwakilisha nchi huku nchini Algeria. Nini nilichokiona ni hali ya hewa na safari kuwa ndefu. Pamoja na hilo, nimeona vijana wetu bado wako vizuri, wamekopa na hali ya hewa na wameendelea kufanya mazoezi katika hali kama hii ya baridi kali, lakini bado wanafanya mazoezi kwa kujituma, na huwezi kutambua kama tumetoka katika nchi ya joto. Kwa hilo ndo ambalo nimetambua tofauti kwamba Tanzania au Dar es Salaam na Algeria hapa katika mji wa Tizu, tofauti ni hali ya hewa. Kikubwa, sijawahi kuwa na mashaka na timu ya Yanga ninapokuwa katika msafara wao. Ndio kitu ninachojivunia, na hii ni mara ya 4 au ya 3 nakuja na Yanga Algeria. Hali ilikuwa zaidi ya hii, baridi, vurugu, lakini tuliwafunga pale pale kwao na rais wa CAF alikuwepo uwanjani. Kwa hiyo Watanzania na wapenzi wa Yanga kwa ujumla, Yanga itawapa heshima kubwa hiyo tarehe 28. Wala wasipati hofu na wala wasipati mashaka, tunaweza. Yes, ni kiongozi wa Young Africans Arafat Haji, lakini pia hapo umesikia mwakilishi kutoka TFF ambaye ni mkuu wa msafara akiweza kuzungumzia kuhusiana na kuelekea katika mchezo wa kesho. Ukiangalia wachezaji jinsi ambavyo wamevaa makoti, hali ni baridi kali. Wakati wa wakina Mzinga walipokuwa Algiers, baridi iko inaonekana ile centigrade iko mpaka 12. Yes. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi ilivyokuwa, lakini sijajua huku Tiziuzu ipo ngapi, lakini ukiangalia mtoza akituangazia zile cuts, unaweza kuona kwamba jinsi ambao wachezaji wana train huku wakiwa wamevaa makoti ni baridi kali. Na ndio maana waliona ni vyema kwenda mapema zaidi kujaribu kuzoea hali ya ambayo ipo. Tunafahamu kibiolojia namna gani mwili wa binadamu unajaribu kubadilika kutokana na mazingira ambayo unakwenda, lakini haiwezi kubadilika ghafla. Lazima kuna muda utachukua kuendana na kile ambacho kiko pale. Kwenda mapema maana yake ni kwamba kwenda kujiandaa na mazingira kwanza ya nje uwanja, ndo kama hivyo unazungumzia mambo ya kijiografia. Baridi ni kali kutoka sehemu ambayo kuna zaidi ya nyuzi joto 28 kwenda mpaka sehemu ambayo kuna nyuzi joto kuanzia 14 kushuka chini, maana yake utahitaji maandalizi mazuri sana. Lakini pia tunaona namna gani wachezaji wanajaribu kuadapt kutokana na kitu gani kocha anachokihitaji kutokana na mpinzani ambaye wanakwenda kukutana naye. Kwa hiyo kwa mazingira ya nje ya uwanja tunaweza kusema kwa kiasi kikubwa kwa maandalizi hayo kuna mafanikio yake. Si mara ya kwanza Yanga kwenda kucheza kwenye mazingira kama hayo, wamekwisha kwenda kwenye maeneo mengi ambayo yanashabiana na hii hali. Kwa hiyo pa kuanzia wanafahamu kwamba watafanya nini ili kuweza kupata kitu gani, na watu wa ufundi namna gani ambavyo wanatoa msaada kwa wachezaji. Kwa kipindi hiki kuna vitu special. Tunaona wachezaji wamevaa makoti ndani, nje wamevaa jezi. Maana yake ni kwamba lile koti lina hifadhi joto, linakusaidia kuhifadhi joto. Kwa hiyo inawezekana kwa kiasi kikubwa kutokana na baridi ambalo lipo, mwili pia unahitaji joto ili kuweza kuamka, na ndio maana wachezaji wamevaa vile. Imenikumbusha jambo moja. Mimi by the way huwa napenda kukimbia. Sasa kuna kipindi kana nimeenda Makambako. Kwenda Njombe hapa Makambako pale. Sasa jioni nimetoka zangu mwenyewe, nimevaa kijezi tu. Una trot. Na trot. Makambako. Jioni kaka. Sasa kila nikienda naona kifua kinajaa. Wengine wote naona wanakimbia na visweta. Mimi sinaona nzito, yani nishazoea yani t-shirt tu hivi kijezi. Kaka. Hujatoboa. Pumzi unaona panajaa. Hujatafuta chai kwa kibanda, topa chai hapo.
Uwe mdomo tena. Yaani ukiona vile wamevaa makoti vile unasema makoti ya nini? Lakini kiuhalisia kucheza sehemu kwenye baridi kwenye nini yani lazima mwili uwe mwili unachelewa. Mwili unachelewa. Rashid, Young Africans ni mechi nyingine tofauti ambayo inakwenda kuwa na approach tofauti. Yes. Lazima iwe na approach tofauti kwa sababu tayari Young Africans ana alama mkononi ambazo alizivuna nyumbani dhidi ya FAR Rabat. Kwa hiyo mahesabu makali zaidi ya kuyaendea kwenye Champions League. Young Africans hawezi kucheza away kama anavyocheza nyumbani. Hata kama mpinzani sio bora kwa kiwango hicho, ni lazima uende kwa kumheshimu kwa kiwango kikubwa, kwa maana ya kuamini kwamba away sio eneo ambalo unaweza ukapata alama 3 kwa asilimia kubwa. Ni eneo ambalo unataka kwenda kucheza kwa tahadhari, ukijua ubora wa mpinzani upo katika eneo lipi, na mkijitathmini na nyinyi mkijua kabisa sisi ni bora kwenye kujilinda au ni bora kwenye kushambulia. So mnaenda kutafuta uzani, kubalance ule uzania. Kwa ukitazama Young Africans kwenye situation hii ambayo wanaizungumza, ni kweli wachezaji wengi idadi yao kwenye situation ya hali ya baridi kama hii washaipitia, lakini sio kwa mazingira ya muda mrefu. Ni jambo la kuja una adapt kwa muda mchache, then unalifanyia kazi, unarudi. Sasa tuendelee kuomba Mungu kwamba hii hali isizidi zaidi ya hapa ambavyo leo wana training, kwa sababu kama itazidi kiasi, manake hakuna namna yoyote ambavyo unaweza kusema wataiepuka. Of course wataathirika kwa namna moja ama nyingine, lakini haiwezi kuathiri mentally kwenye mchezo. Kwa wanaweza kuwa wako fit 100% mentally, lakini kuna muda kama itazidi inaweza ikawa inaathiri namna ambavyo wao utendaji kazi wao kiwanjani. So ni jambo ambalo unahitaji kulizoea, lakini sio jambo ambalo linazoeleka kwa mtu ambaye unakuja na kuondoka. Lakini light kama wanasema ungekuwa unaishi labda lisee kwa mwezi au wiki mbili, ilikuwa ni rahisi kuadapt mazingira kirahisi zaidi. Lakini wewe ambaye unakuja siku 2 au siku 3, unajaribu tu kuadapt kwamba hii ni hali ambayo natakiwa niizoee kwa hizi siku kadhaa, si ndio? Mjumbe yule alizungumza hapa kwamba ilikuwa kwenye hali ya baridi kama hii, wakaenda wakacheza fainali na wakapata matokeo. Fainali ni tofauti na mechi ya mzunguko. Fainali automatic ina sense moja kwa moja, hakuna mechi nyingine tena tofauti na hii. Hii ni historia ambayo natakiwa niiweke mimi na club. So ukiangalia jinsi ambavyo unaielekea hii mechi, unaamini kuna mizunguko mingine. Kwa hiyo either unaweza ukawa affected au either mkawa mnaamini hapana, hii situation itatuzidi. Kwa hiyo mwalimu lazima atengeneze namna ya kucheza vizuri. Na ninaamini Young Africans anakwenda kwenye mazingira ambayo mwalimu anajua kabisa kwamba ni lazima tukatafute alama moja ambayo inaweza ikatupa matumaini makubwa ya kunyang'anya alama tukiwa away. Injo kikosi cha Pedro Yes. cha Zanzibar, Yeah. unakiona kinakienda kubadilika kwenye mechi ya kesho? Unaweza kuwa na wachezaji wale wale lakini ukabadilishia majukumu. Timu inaweza kuwa vile vile, ni kwenda kubadilisha majukumu. Unaweza kuwa na wachezaji wengi wenye ukiwatazama tunasema ni wachezaji ambao wana uwezo wa kushambulia, lakini wachezaji wale wale unaweza kuwapa majukumu ambayo yanaweza kuwa tofauti na vile ambavyo wapo kiasili. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa sioni kama kutakuwa na mabadiliko makubwa sana kwenye kikosi cha kwanza kile ambacho kilianza Zanzibar. Kwanza eneo lake muhimu na nyeti zaidi katikati mwa uwanja, Duke Abuya, Mudathiri Yahya na Maxi. Hao ni wachezaji ambao wanakupa uwiano sawa pale ambapo wanatakiwa kufanya hivyo. Wana cover eneo kubwa sana la uwanja.
lakini pia namna gani ambavyo wanakuwa bora mpira ukiwa upande wao. Tumeona assist ya Mudathir amepiga kutoka kwenye eneo lake kamtafuta Prince Dube, namna gani ule mpira alivyoupiga. Tumeona namna gani Duke Abuya anapora mipira kwa timu pinzani na anasaidia timu yake kuanzisha mashambulizi kutoka eneo lake kule chini. Tunamwona Maxi ambaye amekuwa bora sana kwenye eneo ambalo wengi hawakumuona akicheza kwa kiasi kikubwa. Unajua mtu ambaye alikuwa akijaribu kumpanga Max katikati mwa uwanja tena mara chache sana alikuwa ni Ramovic nafikiri. Kuna michezo alikuwa akijaribu kumtumia kwenye double pivot mara moja au kwenye eneo fulani hivi anaingia ndani tofauti na kukimbia sana pembeni. Kwa hiyo unakwenda kupata muunganiko wa wachezaji watatu ambao kitu anachokifanya kipo katika uwiano sawa. Huyu atakaba, huyu atachezesha, huyu atashambulia. Eneo la juu tunaona kuna wachezaji ambao wanajiweza pia, Pacom, Dube namna gani anakimbia kufungua njia za timu pinzani, na ukitazama na wachezaji wengine ambao wana uwezo kutokea bench. Kwa hiyo kwa upande wangu naamini Pedro Gonçalves anaweza kwenda vile vile kwa timu ile ila kujaribu kubadilisha majukumu, labda kuwa na wachezaji wengi mbele ya lango lao, kutumia counter attack ama kuifungua timu kwenda overload upande wa pili, kujaribu kuwafanya wapinzani kufanya makosa mengi. Tumeshuhudia JS Kabylie ukiwatazama kwenye mchezo uliopita dhidi ya Al Ahly. Unajaribu kuona ni timu ambayo inacheza mpira mzuri sana kwa kasi, lakini kumekuwa na makosa mengi binafsi. Ukitazama kuna magoli 3 kati ya 4 waliofungwa ni ya makosa binafsi ya wao wenyewe, kukosa mawasiliano mazuri, namna gani mchezaji mmoja anajaribu kufanya makosa ambayo wanapata matatizo. Kwa hiyo inawezekana kwa Yanga pia wakatumia njia hiyo. Lakini Injo Cairo sio tizi uzo. Naelewa, yani kitu ambacho nataka kukimaanisha, inawezekana makosa yalitokana na ubora wa Ahly, namna gani ambavyo walikuwa wakijaribu kuforce kupata mabao. Yanga inao wachezaji wenye uwezo wa kuforce, kulazimisha, yani haijalishi wanacheza eneo gani. Sawa, Injo utakuja. Najua Rashid nao unamtazamo kwenye hilo la approach ya mwalimu. Lakini kabla ya hapo, hebu tuangazie kujua kwamba kuhusiana na hali ya kambi inaendeleaje. Maanake viongozi wamezungumza, wakilishi wa TFF ambao wapo katika msafara wamezungumza, lakini upande wa timu wenyewe, kikosi kinaendeleaje na mazoezi? Meneja wa kikosi cha Young Africans ni Walter Harrison amezungumza kuhusiana na hali ya kikosi na maandalizi kwa ujumla. Hali ya kikosi iko vizuri. Tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa yote ambayo yameshatokea mpaka hapa tulipo. Tumekuwa na safari ambayo imekuwa nzuri na mazoezi ambayo tumeshaanza. So far so good. Tunachomshukuru Mungu pia ni kwamba hali ya kikosi iko vizuri na hakuna majeruhi yoyote kwenye kikosi ambacho kimekuja hapa, na kila mchezaji ambaye yuko hapa yuko kwenye contention ya kuweza kupata nafasi ya kucheza mchezo wetu siku ya Ijumaa. Kwa hiyo hali iko hivyo, na to be honest, morali iko juu sana. Yes, hali imekuwa tofauti na ya nyumbani Tanzania kutokana na baridi kali ambayo iko hapa, lakini kwa siku ambazo tutakuwa hapa mpaka siku ya mchezo, naamini kabisa watu watakuwa wameshazoea na mwisho wa siku kwenda kutoa kile kilicho bora kwenye mchezo wetu. Kwa hiyo morali kama ambavyo nimewaeleza iko nzuri kabisa, iko juu, na hasa baada ya kupata matokeo kwenye mchezo wetu wa kwanza, tunaamini kabisa tuko kwenye nafasi nzuri ya kuweza kutimiza malengo kwenye mchezo wetu wa pili. Kwa hiyo mashabiki wetu ambao wako Tanzania waendelee kutuombea dua, lakini kwa wale ambao watapata nafasi ya kuja hapa uwanjani siku ya Ijumaa waje kutusupport kuanzia sehemu ya ubalozi, lakini pia kwa wanafunzi ambao wako hapa Algeria, community yao watakuja kutupa support. Tunaamini tutakuwa na nguvu kubwa sana ya kuweza kuhakikisha kwamba tunatimiza lengo ambalo limetuleta hapa nchini Algeria, ambalo ni kuhakikisha kwamba tunaondoka na point 3. Walter Harrison akiweza kuzungumza kuhusiana na kikosi cha Young Africans, na tulikuwa tunajadili hapa kuhusiana na jinsi ambavyo Young Africans wanaingiaje. Injo amesema kwamba ana opt na kikosi kile ambacho kilicheza dhidi ya FAR Rabat. Binafsi Rashid, mimi hapa nilikuwa naiona nafasi ya Musa Balakonte. Nilimchagiza kidogo kama hivi,
Cairo sio Tizi Ouzou. Inawezekana mtu akawa hajanielewa. Maana ni kwamba walikopo ugenini, approach ilikuwa ni tofauti. Ni tofauti ambapo watacheza nyumbani ambao wanatumia uwanja wa Tizi Ouzou. Naona of course ningemsub mtu kama Ekua. Ni mzuri kwenye kasi. Counter attack ni mzuri. Lakini naamini kwamba kwa dakika 45 mtu kama Musa Bala Conte kwa jinsi alivyocheza, naamini kama ile ndio nafasi ambayo anapaswa kucheza juu. Alafu kuwe na namba 6 ambaye anaweza kuihold team ambayo ni Duke Abuya. Alafu mwisho wa siku muda acheza namba 10. Pacome sogea pembeni. Dube tutaanza kupress juu. Maxi ibia pembeni, rudi kati. Mtazamo lakini sio mchambuzi lakini. Vipi kuhusu Lassine Koma? Ningemsubirisha. Ni mbadala. Sababu naona ni mchezaji mzuri ambaye ana uwezo wa kuicontrol mechi. Yaani yeye ni controller. Yes, lakini hata alivyoingia mchezo dhidi ya MC Alger kwa kuwa wapinzani Farabat. Kwa kuwa mpinzani tayari yupo hai, anatafuta bao la kusawazisha, anahitaji matokeo labda ku pointi moja. Yeye aliingia kwa ajili ya kwenda kutuliza ile hali. Kwa hiyo inawezekana hata JS Kabylie kuanzia filimbi itakapopulizwa watatafuta namna ya kushambulia kwa kasi, yani kushambwa, yani kwamba twende tushambulie na ukawa na mchezaji ambaye walau ana uwezo wa kutuliza ile kasi ya timu pinzani na kwenda vile ambavyo wao wanahitaji. Musa Bala Conte ni mchezaji mzuri, anakaba, anakimbia, yani unaweza kumweka kwenye type ya kina Mudathiri, kina Duke Abuya vile vile, kwa sababu si mchezaji wa kucheza kwenye kituo kimoja. Ana uwezo wa kutembea sana kwenye maeneo mengi. Lakini ukiwa na mchezaji ambaye ana uwezo wa kuibalance mechi kutokana na mpinzani alivyo, pia inaweza kuwa na faida. Kwa hiyo Bala Conte na Koma ni nani? Lassine Koma. Yes. Kwa Conte mimi sijamkataa. Wewe umesema unamkataa. Sasa ulipompa kikono. Huku. Leo umempa kikono yani. Rashid wewe umekazia. Rashid sio kweli. Kwa mtazamo wangu ni ukweli. Nimekuelewa. Mimi Rashid kachagiza. Kaingia sheli na kibiriti. Nimesema benchi mrefu. Unakazia yani. Mchezaji wa tofali la ubingwa huyu. Au hujui? Abisi ndio amesema aanze. Mimi sema aanze. Hapo yote hivi Rashid. Hivi siku zote. Unaona kazia yani. Sawa Rashid, tuende mtazamo wako. Kikosi cha Pedro. Hatari sana. Nafikiri Young Africans ili wawe kwenye mazingira mazuri kabiliana na JS Kabylie, mwalimu lazima acheze kwenye low block. Itamsaidia zaidi. Sasa kwenye namna ya kuapply hiyo low block, of course watu ambao wana kasi, kwa maana ya kuja na mashambulizi ya kushtukiza. Wale JS Kabylie nimejaribu kuwatazama na kufuatilia mechi zao za hivi karibuni. Wana mtu mmoja baada ya watu 4 nyuma, alafu wana watu 3 mbele. Wale watu 3 mbele wanakimbia sana. Yani style ya Max Nzingeli. Unaona Max vile? Ndio wale watu 3 nyuma ya mtu mmoja. Hapa nyuma yupo Babakar Sala, hapa mbele kati ya watatu umeona hata baada anacheza katikati. Yani mbele ya Babakar. Yani wale wanavyocheza wakiwa nyumbani ni kama, najaribu kufananisha lakini ni quality tofauti ile Fountain Gate ya Muya ile. Unaona yule? Yani hapa unakulandana, afu mbele una Balkasim, una Kiimbwa, Ambundo. Umeona wale watu Kwa maana yake kazi ya kulandana ilikuwa ni moja tu. Tunachukua mpira kutoka hapa, si tuna connect hapa. Tukiconnect hapa, hiyo eka ambayo unakutana nayo eneo hilo, hata kama utatunyang'anya, njia pekee ya kuja kwetu ni kupiga mipira mirefu, kumfanya namba 6 akimbie. Sasa akikimbia, mnakujaje kuwini kwenye ile eneo ambalo namba 6 anatoka? Manake wale watu watatu wa mbele wale na wenyewe, kwa sababu wana sprint muda mrefu,
maanake lazima unakuja kukava ile eneo haraka. Kwa maanake njia pekee ya nyinyi kuweza kuwawin ni kupiga mipira mirefu kwenye eneo ambalo huyu namba 6 muda mwingi atakuwa anatumika kuto kuiconnect team. Sio, unaelewa? Na hata ukiangalia JS Kabylie jinsi ambavyo Angel amezungumza, walifanya makosa binafsi. Lakini walikutana na timu ya daraja la juu ambao waliwalazimisha wao kufanya makosa. Kila mtu anajua Trezeguet ni mmoja kati ya mawinga wazuri sana. Lakini angalia namna ambavyo alitumika that time. Ilifika mahala ambapo yani Trezeguet anaomba mpira kwenye eneo ambalo namba 6 wao ambao wanamtegemea kuanzisha mashambulizi, kuconnect na kuzuia zaidi, wakamoverload na watu watatu. Kwa hiyo ikawa ni ngumu, yani namna gani anatoka kwenye lile eneo, ikabidi walazimike watu wawili kusogea eneo lake, wamlazimishe at least awe comfortable. Sasa ukiangalia hiyo quality ya Al Ahly ni tofauti na Young Africans. Ukiangalia kimbinu mwalimu wa Al Ahly tofauti na mwalimu wa Young Africans. Inawezekana kila mmoja akana namna ya sisi wote tunaweza kuona lile ni kosa. Unaliendeaje lile kosa? Kila mmoja na approach yake ya kuliendea. Kwa hiyo unajaribu kuangalia. Of course umemtem vizuri Musa Barakonte. Kote anaweza kuwa msaada mzuri. Lakini yeye na Kouma, nani amepata mechi nyingi za kucheza? Kouma. Unaelewa? Kama Kouma amepata mechi nyingi za kucheza, manake huyu anaweza kukusaidia zaidi kuliko huyu ambaye anaanza kwenda kuitafuta hali ya kuanza kujiamini kwenye mechi ambayo nyinyi mnahitaji zaidi umakini wa 100%. Lakini pia mimi unajua nilimweka Musa Barakonte ana uzoefu na michezo hizi za timu za kanda kaskazini. Unadhani issue ni yani kwa mtu ambaye amekuwa amecheza Sfaxien Tunisia. Yani kuna alikuwa anatumikaje? Alikuwa anacheza chini. Sasa na yeye muone alivyokuwa anatumika akiwa Sfaxien. Na yeye alikuwa anatumika kama ambavyo nimekwambia, alikuwa anatumika kwenye eneo la kiungo peke yake. Unaelewa? Yani yeye alikuwa ana detect team. Achukua mali, anapiga juu, anasogea, anapiga pale. Alafu inawezekana ndio game kuweza kumrudisha. Yani unajua kuna mechi ambayo unasema mimi nawaamudu. Naamini hata kuna sasa unaamudu unacheza hivyo. Unaamudu yani mchezaji person. Yani kusema kwamba mimi huku hii kanda ya huku nimecheza nao. Yani kuna hivi vijitabia anaweza kuwa na vijua. Yani kwamba wachezaji wanachezaje. Yani kuna vile vijaina fulani hivi. Unajua Barakonte jinsi ambavyo anatumika ni kama anavyotumika Bakar Sall kule. Yani ni kiungo mmoja. Unajua Waarabu wavivu kwenye kukaba. Umeelewa? Timu za Kiarabu nyingi ni wavivu kwenye kukaba. Na ndio maana tafuta Al Ahly wamerudisha Dieng. Umeelewa? Hawa tunawazungumzia JS Kabylie, Bakar Sall. Wana mwanamume pale mmoja. Si ndio? Wale Esperance de Tunis wanaye mwanamume mmoja pale kati. Unaelewa? Yaani ni watu ni timu ambazo kwenye swala la kukaba, kutafuta mpira kwa energy kubwa hawapendi. Yaani wanaona hapana, sisi tuletewe mali tukimbize, wanakimbia sana. Sasa ndio maana ukuta ni akitokea mtu mweusi mwenye energy ya kutosha kwenye eneo lile, wanamtumia na wanamkamua kweli kweli. Rashid, wewe unakipangaje kikosi chako cha Young Africans? Wewe nani unaona kama ni option? Maxi tumesema. Wewe option yako ni ipi? Mimi option yangu kwanza, inawezekana Duke Abuya na Mudathir Abbas wakawa ni moja kati ya option nzuri. Lakini kama nitakuwa nahitaji option, hata mimi ningeanza na Kouma. Kwenye eneo lile la midfield. Kwa sababu at least kuweza kumpunguzia mmoja kati, kwa sababu naamini Young Africans hawata flow. Azizi je? Ndambwile. Sasa Azizi ya Ndambwile kwa namna ambavyo alikuja afu akasizi inanifikirisha. Lakini kama angebakia na ile form ile angeweza kuwa moja kati ya chaguo zuri, kwa sababu Azizi anapiga alivyocheza, alivyotuonyesha zile mechi ambazo alipewa nafasi,
alituonyesha ana uwezo wa kuhudumu kwenye maeneo mawili tofauti kwa nyakati tofauti. Alionyesha na uwezo wa kurudi kwenye wakati wa kukaba timu haina mpira, na wakati wa kushambulia pia alituonyesha ana uwezo wa kuwa sehemu ya eneo la kushambulia. So advantage ambayo alikuwa nayo, anaweza kupiga from the distance. Sasa hicho ni kitu ambacho kwa Young Africans, kwa wachezaji waliokuwepo, huoni kama kuna mtu ana tabia aliyokuwa nayo Azizi Ndambwile. Sasa hicho ni kitu cha ziada ambacho kinaweza kukusaidia. Sasa kukosa kwenye form ndio kitu ambacho unaona kama tumzungumzi hapa. Lakini inawezekana ikaja kama surprise. Sawa. Hiyo ni kuhusiana na Young Africans. Kesho tutajikita sana huko kuweza kuiangazia Young Africans. Uzuri mechi ni kesho, kwa hiyo utapata hiyo burudani hapa ya uchambuzi, kuwafahamu pia JS Kabylie. Tumewataja baadhi ya wachezaji hapa, mtu kama Babakar Sarr, mtu kama Arthur Bada, lakini wanaye pia mshambuliaji mtu kama Ayman Mahious ambaye mara kadhaa amekuwa akitumikia pia Algeria pia hata katika michuano ya CHAN ambayo ilifanyika Tanzania, Kenya na Uganda. Alikuja na kikosi cha Algeria akiwa pamoja na kina Bayazid. Kwa hiyo unaweza kuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wapo na mchezo ule uliopita. Ayman Mahious aliingia kipindi cha pili, hakuanza katika kikosi cha kocha Joseph Zinabao ambaye ni raia. Atakutana tena na Yanga mara baada ya finali ya USM Alger. Yes. Ayman Mahious alifunga bao. Yes, hapa Benjamin Mkapa. Yes, Benjamin Mkapa. Kwa hiyo wanafahamiana. Tutoke hapo tuende tukaiangazie upande wa pili wa shilingi. Simba Sports Club, mnyama mkali akiwa safarini. Leo wameanza safari ya kuelekea nchini Mali kwa ajili ya kwenda kupambana na kikosi cha Stade Malien ya Mali katika mchezo wa pili wa kimataifa wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Kumbuka kikosi hicho kilianza safari katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Julius Nyerere Dar es Salaam, kisha kwenda mpaka Addis Ababa ambapo watabadilisha ndege katika nchi Ethiopia na kisha kuelekea nchini Mali. Kumbuka kwa mchezo wa Simba dhidi ya Stade Malien utachezwa Jumapili saa 1 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo mwenzetu Baraka Adson Mpenja, sauti ya radi, ameambatana na kikosi cha Simba Sports Club ambapo wanakwenda nchini Mali. Tuweze kusikia jinsi ambavyo Mpenja ametuandalia taarifa ifuatayo. Kikosi cha Simba kikianza safari kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere Dar es Salaam kuelekea Bamako Mali, kinapitia Addis Ababa. Ni safari ndefu wakifuata Stade Malien katika mchezo wa pili wa ligi ya mabingwa barani Afrika hatua ya makundi. Tumeanza maandalizi vizuri katika wiki hii kuelekea katika mchezo wa Jumapili, na naweza kusema sisi kama wachezaji tuko vizuri na maendeleo yote tuko poa. Kila mchezaji ana hali ya kuweza kwenda kufanya vizuri katika mchezo huu, kwa sababu tuna imani na tunajua kwamba mchezo uliopita hatukufanya vizuri. Kwa hiyo na imani Mungu atatusaidia na tutaenda kupambana kwa ajili ya kuweza kupata point tatu. Moja kati ya tukio ambalo linakumbukwa sana katika mchezo wa Simba na Petro Atletico ni ile nafasi ambayo Morris Abraham alipoteza baada ya kusetiwa mpira vizuri sana na Joshua Mtale Budo, lakini akapiga mpira, vipimo vikaenda nje na alijilaumu sana na uwanja mzima ulikaa kimya, manake walikuwa naamini litakuwa ni goli. Mazingira kama yale ni mazingira magumu, kizingatia katika mchezo mkubwa kama ule, mchezo muhimu tena katika uwanja wa nyumbani. Then tumeweza kupoteza pia. Kwa hiyo ni kitu ambacho mimi kwanza niliweza kujutia, kwa sababu nilikuwa napambania beji ya timu iweze kufanya vizuri kupata matokeo, lakini haikuwa bahati, haikupangwa. Kwa hiyo niliumia kukosa nafasi kama ile ambayo naamini ingeweza kufungua nafasi nyingine nyingi zaidi, kwa sababu nilikuwa ni mapema. Ukipata matokeo, ukiweza kuongoza katika mchezo kama ule, nafasi za mapema kama hizo ukiweza kuzitumia vizuri, unakuwa una advantage, kwa sababu pia upo nyumbani, supporters wanazidi kusupport, then mnazidi kupata nguvu na morali ya kuendelea kupambana zaidi. Kwa hiyo nafasi kama ile ni kitu ambacho kinaumiza ukiweza kukosa, ukizingatia katika mechi kubwa kama ile. Pili, kama ulivyosema hapo, ikitokea nafasi kama ile, kwa sababu lengo ni kuweza kumalizia, uweze kupata goli, uweze kupata matokeo katika mchezo. Kwa hiyo malengo yangu na matumaini yangu kwamba niweze kufanya vizuri zaidi ya nilichokifanya katika mechi iliyopita,
tuweze kuingiza mpira nyavuni na tuweze kupata matokeo. Stade Malien ya Mali dhidi ya Simba Sports Club, mechi itachezwa Novemba 30, itakuwa ni saa 1 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutakuletea habari zote kuhusiana na mchezo huu. Mimi ni Baraka Mpenja, nimeambatana na msafara wa Simba nikiwa na mpiga picha wangu maridadi kabisa Xavier Ngaweji ambaye atakuwa anakuletea matukio kutoka Bamako, Mali. Shukrani sana Baraka Mpenja, sauti ya radi. Hapa sasa anajiita Mwaipopo. Mwaipopo. Ana koti kubwa hiyo. Sawa, kwa upande mwingine meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Simba Sports Club Ahmed Ali ameleza namna walivyo na dhamira ya kupata alama 3 muhimu Simba Sports Club katika mchezo dhidi ya Stade Malien, mchezo ambao utachezwa siku ya Jumapili katika mji wa Bamako. Mchezo wa kwanza tumepoteza dhidi ya Petro Atletico di Luanda. Matokeo yake tumesha yasahau. Sasa akili yetu kubwa, focus yetu yote na fikra zetu na nguvu zetu tunazelekeza katika mchezo dhidi ya Stade Malien ambao utapigwa Novemba 30 ya mwaka huu. Mimi nichukue nafasi hii kuwaambia wana Simba ya kwamba yaliyopita tuachane nayo, na sasa akili yetu yote, macho yetu yote, nguvu yetu yote tuielekeze katika mchezo unaokuja. Ambayo imepita hatuwezi kuirekebisha tena, lakini tuna uwezo wa kuirekebisha kesho yetu, kwa maana ya kwamba jana yetu hatuwezi kuirekebisha. Imeshapita, imeshavuka hiyo. Tunachoweza kukirekebisha ni kesho yetu. Kwa hiyo badala ya kutumia nguvu nyingi kuangalia tumeangukaje, tumefungwaje, akili yetu kubwa, nguvu yetu kubwa tuielekeze kwenye kupata matokeo mazuri katika mchezo dhidi ya Stade Malien. Na lazima kila mwana Simba atambue kwamba huu ni mchezo mgumu tunakwenda kukabili. Stade Malien inawezekana ikawa sio timu maarufu sana, lakini lazima kila mwana Simba atambue kwamba ni timu ngumu ambao tunakwenda kukutana nayo, na hivyo inahitaji nguvu ya pamoja ya wana Simba wote. Tuwekeze nguvu yetu ili tuende tukapate matokeo mazuri katika mchezo huo. Mimi naamini inawezekana pamoja na ugumu wake wote katika mchezo huo, lakini tukifanya maandalizi makubwa, tukifanya maandalizi mazuri, tutapata matokeo mazuri insha Allah. Ahmed Ali akiweza kuzungumza kuhusiana na kikosi, matayarisho, lakini pia dhamira ya klabu ya soka Simba kuweza kupata ushindi. Na kwa wakati huu hapa kikosi cha Simba Sports Club washafika tayari katika jiji la Addis na wanafanya taratibu zingine za kuweza kubadilisha ndege ili mali wapaelekee ndege ya kuelekea Bamako. Hapo ni Bole International Airport. Hapo ukajichanganya ukaenda geti moja ukashangaa unaenda Nigeria baada ya kwenda mbali. Ukashangaa unaenda nyingine kumbe unaelekea Maputo bwana. Sio huko bwana. Kuna mtu mmoja hivi alikuwa anazungumza, walienda kwa mechi moja ya kimataifa. Kupita mtaani hivi kidogo anageuka nyuma anashangaa haoni mtu. Anatembea tembea, sasa huku nenda wapi? Wakaanza, wewe msalamu wewe, njoo huku. Kumbe wenzangu upo huku. Simba Sports Club na safari ya kuelekea Mali kutafuta alama 3 muhimu. Ni alama ambazo kwa udi na uvumba ni kuzilipress baada ya kupoteza nyumbani dhidi ya Petro. Ili madi angalau yale mahesabu ya kwamba tulifungwa na Petro nyumbani, lakini hawa wametupatia alama 3 ambazo zinafidia kule, alafu mizania tuende nao sawa. Nafikiri wanaweza wakaanzia hapo. Pasi na kujali aina gani mpinzani ambao wanakwenda kukutana naye, lakini namna gani ambavyo wali approach mechi ya kwanza, labda kujaribu kuongeza nguvu zaidi kwenye eneo la mwisho na kuongeza idadi ya wachezaji. Mara zote tumeshuhudia Simba ikiwa na idadi ya wachezaji wachache sana. Tangu Pantev amechukua timu tunashuhudia wachezaji wachache sana wakiwa kwenye eneo la timu pinzani. Ukitazama nafasi ambazo wanazitengeneza, hata zile ambazo zilikuwa ni za wazi, Morris ukitazama kwenye box alikuwa yeye na Budo ambaye aliweka pasi. Mpanzo aliyepigiwa pasi nje ya box na Morris
yeye ndo aliyeingia ndani ya box pekee na kumpiga chenga kipa na kupiga ule mpira nje. Kwa kuna matukio mengi yanatokea kiwanjani, unakuta kuna mchezaji mmoja wa Simba ama wachache, wengi wakiwa wa timu pinzani. Maana yake ni kwamba mnatoa nafasi kubwa sana kwa wapinzani kuwa win. Kwa hiyo inawezekana wakajaribu kutafuta namna nyingine, labda kujaribu kuwa na wachezaji wengi, ikitokea hapa na pale basi kuwe na kitu ambacho mnaweza mkakifanya zaidi ya kile ambacho kitatokea. Lakini kubwa ni namna gani watakwenda kuiapproach match. Sidhani kama watakaa nyuma. Tumewashuhudia kwenye michezo ya awali dhidi ya Gaborone, Nsingizini, dhidi ya Nsingizini mabao 3 au ugenini. Maana yake ni kwamba inakuonesha watakuwa timu ya kwanza, watajaribu kufanya kila kitu kiende kwenye njia yao, kugombania mipira 50 kwa 50, kuania mipira ya juu, kupress, kufanya kila kitu kiwe kwenye njia yao, kwamba wao ndo timu ya kwanza uwanjani kufanya kila kitu. Inawezekana kwa sababu hao wachezaji wanao wa kujaribu kuforce matukio, wa kujaribu kulazimisha, wapo. Kwa hiyo inawezekana kwa Pantev tayari yuko na picha yake kwamba namna gani ambavyo kawatazama wapinzani kutoka kwenye mchezo uliopita, ama aliwatazama kwenye michezo kadhaa iliyopita. Kwa hiyo ni approach gani ambayo atakwenda nayo. Nafikiri ni kujaribu kuwa na wachezaji wengi zaidi upande wa pili kuliko kuwa na namba kubwa kwenye eneo lenu. Mimi nakumbuka hapa tukao kwenye meza hii hapa hili jukwaa hapa la Viwanjani. Nisema mfano Morris ni kijana mzuri, yani energy yake napenda, unyumbuliko wake napenda, lakini namuona kama anakuwa na study vizuri sana akitokea bench. Yani akiwa anatoka bench, akiwa anausoma mchezo, kwamba kuja sasa kusema na coach twende tukabadilishe. Morris, sikiliza, umeiona pale kuna 1 2 3, twende tukaifungue hiyo energy. Tofauti akianza, sijui ni mtazamo wangu, lakini kadiri ninavyomuona mfano dhidi ya Nsingizini Hotspurs, JKT, yani unaona yani kwamba hata kwa Gamondi kwa Taifa Stars aliingia kipindi cha pili, unaona in the way how ana press anafanyaje, namuona kama ni mzuri kama akitokea bench. Sijui lakini kama mtazamo wangu Rashid. Unaweza upo karibu na ukweli, lakini mchezaji mzuri hapendi kuanzia nje. Anapenda kuwa sehemu ya kikosi cha kwanza. Inatokea sasa kwenye jicho la kitunduizi zaidi kuona kwamba huyu labda pengine tukimpa kuanzia dakika ya 60 labda dakika ya 50 70 na energy yake na uwezo wake wa kutafsiri mambo unaweza kutupa faida zaidi kuliko tukimwanzisha, sio? Inawezekana ni katika huo mtazamo. Wanauona wangapi kwenye benchi la Simba? Na yeye je, anajiona yupo hivyo? Kwa sababu wapo wachezaji ambao wanakuambia mimi mwenyewe huwa nikianzia nje na kuwa bora zaidi, nikianza pengine ndakuwa na hofu zaidi, sio? Lakini kimsingi ni kweli unachokisema. Kwenye hizo mechi ambazo umejaribu kumention, amekuwa na impact akiingia. Unaona kuna kitu kinabadilika kiwanjani, timu ina flow kwa haraka, pasi zake fupi zile anaingia, anaweka mpira kwenye njia, timu inasogea. Akianza huioni impact hiyo sana. Unamuona ni mchezaji wa kawaida mpaka kwenye matukio muhimu. Ni kwa sababu mwalimu anaamini timu yake inahitaji kucheza pasi fupi fupi. Wajua kuna utofauti wa kupiga mpira mirefu na pasi fupi. Timu inayopiga pasi fupi, ukipiga pasi fupi huku timu inaondoka, hiyo timu inajihadhari, na itakapopoteza maana yake idadi ya wachezaji, gap la mchezaji mmoja na mwingine linakuwa lipo karibu. Kwa hiyo ni rahisi kuja kuchukua tena kuliko kukawa kuna distance baina ya mtu mmoja na mtu mwingine. Maana ni kupigia pasi mbali, mimi mpira unaenda zaidi kuliko binadamu, si ndio? Maana nikikupigia mimi pasi, maana yake nikikupa ukireceive najituma mimi nakuja tena. Nakuja. Sasa lile eneo ambao nikija ikatokea tumenyang'anywa ile mpira, maana yake tutalazimika kukimbiza watu wawili kwa wakati mmoja. Sasa Morris ni mzuri kwenye kupiga pasi fupi fupi. Injo amejaribu kuweka mtazamo mzuri kwamba Simba watajaribu kufanya kuwa timu ya kwanza. Mimi naona tofauti.
Simba akisema akawe timu ya kwanza, Simba akapasuka hiyo mechi. Charles akapasuka vibaya mno na akajuta. Anachotakiwa kufanya Kwa msisitizo. Nakwambia. Yaani akienda na mtazamo huo atapasuka vibaya sana. Watapoteana. Yaani hawatakuwa na plan B kabisa. Lakini ukiangalia yani daraja la Stade Malien na Simba inawezekana kwamba Injo kaichukulia hiyo kwamba ukiangalia madaraja yani kwamba Simba daraja ni la juu. Yaani hata Stade Malien anapoenda kucheza na Simba anaenda kwa heshima. Hata kama yuko nyumbani lakini kuna ile hali ya sema kwamba naenda kucheza na Simba. Simba kapasuka kwa Petro. Sasa, lakini sio kwamba Simba ni mdogo kama Stade Malien, ingaje wote wapo katika hatua ya makundi. Unajua kitu tahadhari ambayo unakuwa uwe nayo, ndio maana nakwambia Simba akienda na mtazamo huo atapoteza hiyo mechi. Stade Malien wanaonekana kwa sasa hivi ni timu ambayo imetengenezwa na iko form. Kwa daraja la Experience de Tunis kwa daraja lao nyumbani ndio walipoteza nafasi nyingi, si ndio? Lakini hizo nafasi nyingi walizopoteza sio tu walipenda kupoteza, manake walisumbuliwa kiwango ambacho walikuwa wanakosa utulivu wa kumalizia nafasi walizozitengeneza kwa daraja la Experience de Tunis. Sasa kama unakumbuka mwaka jana kwenye kombe la shirikisho, katika eneo ambalo waliamini Simba wangechukua alama 6, na kama unakumbuka hata msemaji alikuwa anaamini tuna mashindano yajaanza tuna alama 6 kwa Bravosh. Unakumbuka Jumaki. Tuna alama 6 kwa Bravosh. Afu zingine tutaenda kujazia. Nini kilitokea kwenye mechi ya Bravosh? Ya kwanza hapa Simba alishinda. Ile ya kule kwao. Sare moja. Lakini angalia wale Bravosh namna ambavyo wanaenda kwa surprise Simba kwenye ule mchezo. Watu wote tulishangaa, jamaa kumbe wana uwezo mkubwa. Hata hapo alicheza mchezo mzuri. Kipindi cha pili, yani kipindi cha kwanza kama waliwaachia Simba, kipindi cha pili mambo yalibadilika. Mimi najaribu kufikiri Simba ili akapate matokeo kwenye huu mchezo, kurudisha hali ya kujiamini. Inabidi awe timu ya pili kiwanjani. Sawa. Kesho Rashid tutakuja kufanya hii analysis tukiwaangazia Stade Malien, afu tutakuja kuangazia Simba Sports Club. Na mimi pia kiu ya watu wengi Injo pamoja na Rashid, Pantev kajipata kwenye selection ya wachezaji. Alafu kuna mashabiki na wapenzi ambao wanaona mbona kuna baadhi ya wachezaji ambao walikuwa lulu sasa hivi kama hawachezi afu kama imekata. Yani kama mtangulizi alikuwa huyu anafaa alafu huku kidogo haonekani. Wajua kwa staili ya Pantev, yani kwa mtu ambaye anafuatilia sana mpira na kusoma hizi falsafa za mpira, yani aina yake ya falsafa huwa iko very selective kwa watu. Yani ule utaratibu wake kucheza uko very selective. Hautaki mtu ambaye ana jog uwanjani. Yani kama una mtu huyo, manake huyo automatic X, hiyo timu inamshinda. Inataka mtu ambaye anafikiri kwa haraka zaidi. Inataka mtu ambaye ana uwezo wa kupiga pasi fupi fupi. Inamtaka mtu ambaye anaingia kwa haraka kwenye maeneo, yani kwenye zile kwenye half space, na inataka muache gap moja kama sehemu ya mtego, alafu mlivamie lile kama nyumbu ili muondoke. Sasa wale ambao unajaribu kufikiri kwamba mbona kama hawa watu walipaswa kuingia, inawezekana. Ndio maana mimi nilikwambia jana, uliniambia sijana sijuzi, ukaniambia kati ya Maema na Jean Charles Ahoua, nikakwambia mimi na muopti Jean Charles Ahoua, lakini mwalimu anamtumia Maema. Kwa nini? Nikakwambia Maema anakimbia, ana work rate kubwa sana kiwanjani kuliko Jean Charles Ahoua. Ahoua atembei kwenye maeneo mengi kiwanjani. Anatembea kwenye maeneo machache sana kiwanjani. Sasa mfumo anaotumia Pantev uko very selective. Yani unamkataa automatic mchezaji ambaye anakimbia maeneo machache ya kiwanja. Si unanielewa? Sasa unawatafuta wachezaji ambao wanakimbia kwa spidi, ndio unamuona Samoris anaingia kwenye kikosi cha kwanza. Na kati jicho lako linamwangalia Morris kama akianza
kipindi cha pili anakuwa much better. Lakini mfumo wa mwalimu unamhitaji Morris aanze kwenye kikosi cha kwanza kutokana na aina ya utaratibu ambao yeye anautumia. Sawa, tutakuja kuangazia vitu vingi. Najua kina Alassane Kante tutakuja kuwagusa pia hapa kesho pia. Rashid Simwelewi Rashid. Rashid anafurahi. Mimi ninachoongea Rashid anafurahi. Kwa Conte akupeleka sasa hivi kwa Kante. Rashid vipi? Wewe lipo jambo. Endelea kusahisha mitihani na penseli. Sawa, tutoke kwa Simba Sports Club tukaangazia Azam Football Club, matajiri wa jiji Dar es Salaam, ambapo wamezidi kuendelea kujifua kuikabili Wydad hapo kesho katika mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika utakaofanyika katika uwanja wa Amani Complex Zanzibar saa 1 usiku. Kiungo mshambuliaji wa klabu hiyo Faisal Salum Abdallah Faila Sufi Feitoto ameeleza kuwa tayari wamesahau matokeo waliopata dhidi ya AS Maniema ya kutokea DRC na anajiandaa vizuri kwa kabili Wydad hapo kesho. Kawaida za michezo ya kimataifa ni michezo zinakuwa ngumu. Kwa hiyo hatakuwa na mchezo mzuri katika mechi ile, tunakiri hilo. Na tumepoteza kama sisi wachezaji hajisikia vizuri kupoteza katika mchezo, lakini ushapita, tunaganga mchezo ambao ulikuwa mbele yetu. Tumejipanga vizuri, tumeenda katika uwanja wa mazoezi, wapo tumekosea ili tukaribishe, tukapambane ili tupate matokeo katika mchezo ambao unaokuja. Mchezo unaokuja itakuwa ni dhidi ya Wydad ama Faisal Salum dhidi ya Aziz Ki? Sisi tunapambana kama Azam FC. Sisi tunatuangalia tunaenda kupambana na nani. Sisi kama Azam muhimu katika mechi hiyo lazima tuondoke na point 3 kwa sababu mchezo wa mwanzo tumepoteza, tumeanza vibaya. Kwa hiyo mchezo huu lazima tukaribishe makosa ili tupambane zaidi. Faisal Salum Faila Sufi Feitoto, Injo, huu ni mchezo ambao binafsi inawezekana matarajio ya watu wengi kuiangalia. Comeback ya Azam ni nini? Mechi kubwa, mechi kali, mechi ambayo inawalazimisha kukunguta kila walicho nacho kwenda kusaka pointi 3. Yani kama kuna pesa ulipoteza, kuna namna nguo unaiweka afu unajaribu kuikunguta ile. Yani unakunguta kila kitu ulicho nacho kwenda kusaka pointi 3. Kutikisa kwa Ibenge nafikiri atajaribu kuchora mchoro ambao utajaribu kuwapa wao auheni kwenye mchezo huo, kwa sababu dhidi ya mpinzani ambaye ukijaribu kuweka kwenye daraja unaona kuna hatua nyingi amewaacha Azam FC. Ukijaribu kuweka kwenye uzani wa mchezaji mmoja bado kuna wachezaji wengi wapo hatua kadhaa mbele dhidi ya wachezaji wa Azam FC. Kwa hiyo maana yake unajaribu kusuka timu ambayo itakupa wewe auheni na njia ya kwenda kupambana na Giant ambayo uko naye. Ukirudi kwenye mchezo uliopita ambao wanasema tusahau, kuna makosa pale yalifanyika. Bao la kwanza ya Zaidi kapasiwa mpira katika eneo hatari, wamempress kaupoteza ule mpira, ikapigwa pasi ya ndani, mfungaji alijikuta yupo kwenye nafasi ya peke yake. Yoro Diaby upande mmoja, Fuentes upande mwingine, mfungaji yupo katikati. Tazama gap ile kati ya mchezaji walinzi wakati wa Azam FC. Akachagua pa kufunga, akafunga. Bao la pili mpaka mpiga cross anakwenda kufika kwenye eneo ni ulikuwa upande wa kushoto wa Msindo. Alijikuta yupo huru, akapiga cross ambayo bado mfungaji alikuwa huru kupiga kichwa kwa sababu ilikuwa ni nyuma ya safu ya ulinzi ya Azam FC. Akafanikiwa kupiga kichwa na kufunga bao la pili. Kwa hiyo ukitazama unakwenda unagundua ni makosa ya ambayo yanachagizwa na makosa binafsi. Kuwa na gap kubwa kati ya mchezaji mmoja na mwingine, maana yake ni kwamba utajaribu kuwa na muundo ambao hautotoa nafasi hiyo dhidi ya Wydad, kwa sababu wapo wachezaji wenye uwezo mkubwa wa kutumia nafasi pengine kuliko
Maniema. Sawa, tutakuja kuangazia jinsi ambao Azam wafanyaje mradi kutengeneza nafasi za kufunga na kuweza kuikill game dhidi ya Wydad hapo kesho. Nipo na Ayubu Hinjo, nipo na Rashidon Hamis the Heavyweight Pandit. Mimi ni Saidi Salim Msumu, unaweza kuniita kaka Saidi. Tunakwenda mapumziko kisha tunarejea muda mchache kutoka sasa. Asante sana kwa kuendelea kwa nasi. Hii ni Viwanjani, baba vipindi vyote vya michezo hapa nyumbani Tanzania. Tupo na Rashidon Hamis the Heavyweight Pandit, the only one in Africa. Lakini tupo na Ayubu Hinjo, swaiba wangu, napenda kumtania kama diwani wa Sinza ajaye. Kwa kusikia mimi ni Ayubu Hinjo na hapa ni Viwanjani. Sawa, tuko tunaangazia kuhusiana na udiwani ajaye. Yes, ndio. Na mtabilia na Adriano yule katibu wa diwani. So you Adriano katibu wa diwani ajaye 2030 35 40. Kila la heri. Tuendelee gari yako inakopaki pale iendelee kubaki pale pale. Sawa, tunaangazia kuhusiana na Azam Football Club, jinsi ambavyo walivyotengeneza walifanya makosa wakaadhibiwa, lakini Azam uimara wao wana utitiri wa wachezaji, kuanzia wachezaji ambao wakubadilisha matokeo, wachezaji ambao international games kuna baadhi wamezipata ndani ya clubs, kuna wachezaji ambao wamezipata kwenye national levels. Wakasema kwamba yes, wanakupa nafasi ya kufunga magoli na kutengeneza kama walivyokuwa wamefanya, kwa sababu ni mchezo huu mmoja pekee Azam ndio ambao hawakuscore lakini wakaruhusu, kutofauti ya michezo minne ambayo walicheza dhidi ya El Merreikh Bentiu pamoja na KMKM Rashid. Nafikiri walikutana na mpinzani ambaye alitumia muda mwingi kuwafahamu Azam wanapocheza kuliko Azam kuona walitumia muda mwingi kuwasachi wapinzani wao, na ndio maana hata makosa ambao waliyafanya Azam ni kama walilazimishwa kufanya yale makosa ili waadhibiwe. So ukiangalia Azam namna ambavyo mechi zao kadhaa wanazocheza, Azam wanatumia mawinga wa pembeni kwenye kusprint, wana sprint sana. Nafikiri ni mfumo ambao anautumia zaidi Ibenge na Upenda, watu wa pembeni kuwa na kasi sana, na ndio maana unamuona Idinado anapata nafasi, unamuona Sopu anapata nafasi, unamuona pia Sadun. Nimekumbusha ile Azam huko una Nado huko na Ayubu Ruben Lianga. Lianga naye kwa na sprint sana. Hivi Lianga ndo alimsprintisha Serge Pascoal Simba na Coast. Alimtoa pembeni hivi. Alimtoa kwenye vumbi huko. Serge wao pale ndo bwana asante hapo ndio. Alimtoa kwenye vumbi huko, yes. Sasa ukiangalia Azam wanavyo umbo lao la kucheza kwenye eneo la mbele, wana mtu ambaye ana uwezo wa kupeleka mipira kwa mawinga, ambaye wanamtumia sana Yahya zaidi. Yahya ni mzuri kwenye kupiga long balls. Alafu wana mchezaji ambaye ana uwezo wa kutengeneza nafasi nyingi kwenye eneo la karibia 18 ambaye ni Fei, sio? Alafu wana mshambuliaji mwenye nguvu na matumizi mazuri ya kucheza mipira ya juu ambaye ni Kitambala Bora. Sasa kwenye namna ya kuiendea hiyo form, wanapataje nafasi ya kufunga? Na ndio mechi pekee ambao hawajafunga. Walichokikosa kwenye ile mechi dhidi ya Maniema Union, wale viungo wao ambao wanatengeneza zile nafasi walikuwa wanakosa, kwa sababu waliwekewa watu ambao hawawapi nafasi ya kupata hiyo vision ya kupiga. Sio, unaelewa? Yaani manake ili Yahya zaidi apige mpira mrefu, kwanza anatakiwa achukue alafu ukanyage mbele, alafu anyanyue kichwa hivi. Sasa hiyo space
ya kukanyaga na kuangalia walikuwa hawapati. Kwa hiyo unalazimika kupiga tena pasi fupi pap ili utafute space mtu akupe tena unyanyue upige. Kwa hiyo ilikuwa inakosekana hiyo chance. Lakini kwa Wydad hiyo chance utapata. Utapata kwa sababu pembeni wana Lodge, pembeni wana Mrabati, wana Aziz Ki, si ndio? Alafu wana nafikiri Nyosa anacheza zaidi kama forward, kama forward, lakini naona anatokea sana pembeni kushoto, yani kama false 9, yani mtu fulani hivi ambaye yuko huru sana kuzunguka pale juu. Najaribu kuwaweka hawa yani kwa maana yangu moja, hawa sio wazuri kwenye kukimbiza mpira. Na ndio maana nakwambia unaona watu watatu ndio maana kwa Lochi huku, Amrabat, Aziz Ki, bado Ziyech hujamnanilia. Sasa kama maana yake Ziyech akiingia kwenye timu kuna mtu anatoka, kwa kuna mtu kati ya watu watatu mmoja atatoka, sababu Ziyech mzuri zaidi akitokea kulia ambapo anacheza kapteni Kanobli na Mrabat. Kwa maana kama kapteni atasogea huku ndani, maana yake Azizi atapisha. Sio? Bado hata Ziyech akiingia pia bado sio mtu ambaye anaweza akasprinti kunyang'anya mpira. Kwa hiyo Azam wanaweza wakapata hiyo space sasa ya viungo wake kupiga hiyo mipira. Wataenda kushindana kwenye quality, namna kuingia ndani na kuunblock ile defense. Mechi iliyopita hawakupata hiyo space kwa sababu wale waliwaridi vizuri Azam, wakiamini kwamba viungo wao wanahitaji muda wa kusogeza ili wapige. Sasa njia pekee ya kuwa block ni kuto kuwapa hiyo nafasi ya kupiga, yani kuwapa hiyo nafasi ya kupiga. Yani akijiandaa si tumefika, maana yake anabadilisha uelekeo. Lazima ukitazama goli la kwanza wakati alipigiwa pasi na kipa na Yaya Zaidi. Foba alipiga pasi kwa Yaya Zaidi. Kwa Foba kwa kitendo cha kuweka pasi kwa Yaya Zaidi. Pressure ya nyuma hapa Yaya Zaidi akapoteza ule mpira na ikamislead kabisa kwenda kwa mpinzani, ikaletwa ndani wakamaliza. Sawa. Wakati hao yakiwa ya Azam Football Club, kesho wanacheza. Kesho pia tutakuwa na uchambuzi huo pia mkubwa. Nadhani pia hata ile swali letu la yupo wapi Barakat Hamid, majeraha au vipi? Miongoni mwa nyota kidogo ambao walianza kwa kasi nzuri. Kule alicheza mechi ya kwanza. Hakuwepo na hakwenda nafikiri. Swali letu silishaisha sasa. Wewe ulisema? Mimi nisema kwamba inawezekana akawa na majeraha. Hakwenda kule. Alafu sisi tulikwambiaje? Wewe ukusema. Wewe ulisema kwamba inawezekana kiwango. Ndicho nilisema. Mimi siamini hata kiwango. Basi tuendelee kuwapa nafasi. Sawa. Tuende tukaangazie wawakilishi wengine wa Tanzania ambao kikosi cha Singida Black Stars chenyewe kimewasili salama visiwani Zanzibar kwa ajili ya kujiandaa na mchezo wao unaofuata dhidi ya Stellenbosch ya Afrika Kusini. Kumbuka kikosi cha Singida Black Stars kimewasili visiwani Zanzibar hapo jana wakitokea Algeria, ambapo mechi yao ya kwanza walikwenda kucheza dhidi ya Shabab Riyadh Belouizdad na kukubali kichapo cha mabao 2-0. Jukumu la sasa ni Jumapili Novemba 30 ambapo itaikaribisha Stellenbosch na kupata kutafuta ushindi wa kwanza katika hatua ya makundi ya michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo pia tutaungana na afisa habari wa kikosi cha Singida Black Stars baadaye kuhusiana na matayarisho ya kikosi chao. Huku pia kuna taarifa za urejeo wa aliyekuwa mshambuliaji wao Joseph Gede kurejea tena kujiunga na kikosi cha Singida Black Stars ndani ya kikosi hicho. Tutakuja kuangazia taarifa hiyo hapo baadaye. Tukiweza kuwa mambo yakiwa sawa tutaungana naye Hussein Fuhel Masanza. Gwede kuna umuhimu kweli? Mpaka unamrudisha kuna umuhimu au wewe unaona hakuna umuhimu? Experience player yule. Sijui. Yani mimi kwangu yani kilichomuondoa kwa sababu hata alipokuwa chini ya Gamondi. Hata alivyokuwa na Gamondi pia. Gede
Sasa alikuja wakati wa Gamondi. Ndio. Yes. Ile anatupia bao dhidi ya Shabab Riyadh Belouizdad. Mkwaju wa penalty kwa anauweka kimiani vizuri kabisa. Aliwafunga Simba maridadi sana. Au alinyanyua ile akaufuata mpira juu hivi akaweka ndani. Wasiwasi na Gede. Mimi na wasiwasi. Kwa sababu mimi iangalie Singida. Kwa sababu nikimwangalia Mwako, una Mwako, una Rupia, una Mishamo Daudi. Mishamo daraja yake dogo sana. Sasa ndio washambuliaji waliopo. Na kuna yule Mzanzibar Rashid Salum. Yaani unajua mimi natengeneza picha Salum yule kama anatokea sana pembeni. Yaani alikuwa achezi kama 9 kama 9. Yes, ana uwezo wa kudisturb maeneo ya kushoto kulia, anaibia ndani kidogo, yani mtu fulani ambaye yuko mwepesi. Unajua mimi napiga picha naitazama ile Singida Black Stars nyuma ya washambuliaji hapa. Kaka, timu ina watu hapa nyuma ina watu kweli, unajua. Yaani watu ambao wanaweza kufanya kazi ambayo sijui Gamondi anajaribu kufikiri nini. Sikatai kwamba Gwede kwenda pale Singida Black Stars, lakini inanifikirisha zaidi kwamba yani kwa jinsi ambavyo nimemuona akiwa na Young Africans, nikamuona akiwa na Singida wao walipocheza chini ya Uchebe, alafu nikimwangalia Rupia, nikimwangalia ule Mwaku, umeona Mwaku mimi ananivutia zaidi kwa sababu ana uwezo wa sprint, wa kukimbiza. Alafu una Keeke, una Maruf Shakei, una Chama. Umeelewa hiyo timu Diomande. Alafu una Diomande. Alafu naamini Jaju wao. Una Jaju. Unapata hiyo picha, ndio maana nakwambia ni yani huyu Gede wa nini huyu? Unaelewa? Yaani mimi hicho yeye kukuangalia, hicho kaangalia pembeni. Angalia pembeni kaka. Umeelewa? Yaani unajua kwa sababu moja kati ya strengths kubwa aliyokuwa nayo Gede, header peke yake. Sio mzuri kwenye kudribble. Ball control yake sio nzuri sana. Kunyang'anya hawezi. The only thing ambacho anacho, the best, ni positioning. Na hiyo position ni kujitayarisha kwenye kuruka na kuscore. Lakini kwenye namna ambavyo Gamondi anaitengeneza timu, inamhitaji zaidi Mwako ambaye ana uwezo wa kukimbia sana, au kama ambavyo anamwanzisha Rupia Baranga. Nyuma ya Rupia Baranga kuna watu ambao wanakimbia sana, ambao wana uwezo wa kunyang'anya, wana ball control nzuri, wana dribble nzuri, wana vision nzuri. Hawa watu sio wazuri kwenye kutengeneza crosses ili Singida washinde. Na moja kati ya kitu ambacho pia Rupia anaweza kukupa, Rupia ni mzuri pia kwenye kichwa, anafunga vizuri. Position yake iko superb kabisa Rupia, si ndio? Yaani mimi Rupia na Gwele bado namuona Rupia it's much better. Sawa, tutoke hapo kwa Singida Black Stars, turejee kuangazia ligi kuu ya NBC ambapo jana michezo mitatu iliweza kuchezwa. Mchezo mapema zaidi ulikuwa ni katika uwanja wa Mkwakwani jijini Tanga, ambapo kikosi cha Coastal Union na Mangushi Ugosi Wakaya wakachomoza na ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Mbeya City kutokea jijini Mbeya. Mabao yote mawili ya kikosi cha Coastal Union na Mangushi yakifungwa na Maulid Maabadi katika mchezo huo na kuipatia Coastal Union kufikisha alama 8 ikiwa nafasi ya 8 katika mechi 6. Kwenye mechi 6, huku kwenye mechi 8 imeshinda mechi 2, sare mechi 2. Huko kwenye mechi 6 wameshinda mechi 2, sare mechi 2 na kufungwa mechi 2. Mwendelezo wa Mbeya City kwenye ligi kuu NBC umemkuwa mbaya, kwani katika michezo 5 imepata ushindi kwenye mechi 1 pekee. Kiwango cha timu hiyo hakiridhishi kwa sasa licha ya kuwa na mwanzo mzuri katika ligi kuu ya NBC. Ushindi wa mabao 2 wa Coast ukawekwa simanzi na pichi ya uwanja na kufuatia na tukio la kufungiwa uwanja wa Mkwakwani. Yani sasa huu ndo uwanja wa Mkwakwani tunaojua sisi. Watu wanaweza kujiuliza. Yani mimi nimeshindwa kuelewa, yani umekwaje umebadilika kwa kiwango hiki? Yani toka kwenye kiwanja kizuri mpaka kwa kiwanja kibaya kabisa ambacho hakivutia hata kwenye kukitazama.
Yaani watunza uwanja wale nafikiri ndio walikuwa na jukumu. Sasa inawezekana labda kuna mambo mengi, labda budget haikuwepo ya kumwagilia uwanja au watu yani nyasi zimeungua. Yani zimeungua kabisa automatic. Yani sio ule uwanja ambao tulikuwa tunasema ni miongoni mwa viwanja vizuri. Na ukizingatia kulikuwa na zaidi ya miezi 6 na ya ukarabati. Wametoka kuchimba juzi hapa. Tena wamebadilisha hadi udongo wamebadilisha. Maana yake uko naamini watautunza vizuri, wataukea. Maana yake mimi sikutegemea kama uwanja ungeweza kubadilika kwa kiwango hiki. Yaani umebadilika kwa haraka sana. Sasa inawezekana mambo haya ya utawala yana mambo mengi. Inawezekana kuna mahala hapako sawa. Ndipo ambapo uwanja umeufikisha hapa. Kwa sababu kama pangekuwa kwenye usimamizi ule wa awali pengine labda mpaka sasa hivi tungekuwa tunashuhudia moja kati ya kiwanja kizuri kama ambavyo tulimention mwanzo. Lakini jana nimekuwa surprise kweli kuona uwanja ukiwa katika hali hii. Nikajiuliza, mbona kama wanataka kuturudisha nyuma miaka ile tena iliyopita? Kwa sababu hata sema tu kwa sababu tayari tarehe ilikuwa imeshatajwa. Lakini kama light wangeuona wale viongozi wa TFF si wanatangulia kwenye mechi, si ndio? Wanatazama. Wangeuona pengine labda wangeuripoti kabla hata watu wote hatujaushuhudia kwamba uwanja upo kwenye mazingira gani, si ndio? Ni uwanja ambao kusema kweli haufai na upendezi. Sawa, shukrani Rashid pamoja na Hinjo. Kwa wakati huu hapa tunaungana na afisa habari wa kikosi cha Singida Black Stars Hussein Fuhel Masanza. Fuhel, habari za Zanzibar? Naona sasa hivi kuna swaga mpya, scarf shingoni. Hongera. Mtangazaji pekee anayetamka majina yangu matatu ya kwenye passport. Bana, asante sana. Hii swaga hii ya bendera mpya, scarf ya Tanzania, ni alama ya uwakilishi wetu kwenye michuano mikubwa ya Afrika. Tunaiwakilisha nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo hii mtaiona sana kipindi hiki ambacho tunashiriki michuano hii. Lakini Zanzibar ni kwema, alhamdulillah tumewasili salama hapa. Na Masanza, kikosi kwa ajili ya matayarisho kwa ajili ya michuano ya kimataifa, mmepoteza mechi ya kwanza dhidi ya kikosi cha CR Belouizdad, Shabab Riyadh Belouizdad. Matayarisho sasa kwenda kuwakabili Stellenbosch yanakwendaje? Mchezo wa kwanza tumepoteza, lakini tumepata funzo kubwa. Tumecheza dhidi ya timu yenye uzoefu, CR Belouizdad kule kwao nchini Algeria. Mechi ilikuwa nzuri, lakini tulipoteza kwa dakika zile 10 za mwanzo na tumerudi mchezoni ikawa too late. Lakini yale tumeyachukua na kocha Miguel Gamondi ameyasisitiza sana kwenye uwanja wa mazoezi kuhakikisha kwamba mechi ya pili tunajitahidi wachezaji wanapambana mapema, hasa dakika za awali tunapocheza na timu zenye uzoefu kumaliza mchezo na sisi. Kwa hiyo naweza nikasema so far maandalizi yanaenda vizuri, tathmini imeshafanyika ya kutosha na tumeanzia maandalizi jijini Dar es Salaam juzi na jana tukasafiri kuja hapa Zanzibar kwa ajili ya kufanya maandalizi ya sehemu kubwa ya mechi. Ya maandalizi yanafanyikia hapa Zanzibar kwa sababu mechi tutacheza hapa, na tumesafiri na kikosi chote. Wachezaji wote wa Singida Black Stars wapo visiwani Zanzibar ili kumpa fursa mwalimu kuwa na machaguzi mengi kuelekea mchezo huu muhimu dhidi ya Stellenbosch ambao utacheza Jumapili ya tarehe 30 saa 1 usiku kwenye uwanja wa New Aman Stadium. Mechi yenu ya kwanza katika hatua ya Liga ya Kombe ya Shirikisho barani Afrika, hatua ya makundi. Kama uongozi, kitu gani mmekichukua kama chanya baada ya kuanza sasa mbilinge rasmi hizi? Of course ni experience mpya kwetu. Tumepata experience mpya. Kumbuka ndio mara ya kwanza tunashiriki mashindano haya makubwa na tumefanikiwa kuingia hatua ya makundi. Unajua sisi kwenye michuano ya shirikisho tumeshafikia malengo yetu kwa 100%. Yani sisi tuliweka malengo ya kuingia makundi na tumeingia makundi. Hiyo tayari kwetu sisi ni mafanikio, lakini kwenye hatua hii sasa ya makundi yenyewe hatuwezi kurelax, lazima tushindane, na tumeanza kupata mafunzo kwamba sasa tumeingia ukubwani. Huku ni ukubwani kweli kweli. Wale Waarabu wametuchapa goli 2 dakika 10 za mwanzo zikatuchanganya kidogo, tukasema huku ndo kulivyo. Lakini tunashukuru imekuwa ni fursa nzuri. Ukitazama hata wenzetu huko nyuma wakati wanaanza kuingia kwenye hizo hatua, watu walikuwa wanachezea goli 5, goli 3.
lakini ilikuwa ni sehemu, ni process ya kujifunza na kuweza kufanya vizuri. Kwa hata sisi tunapitia mchakato huo, lakini sisi angalau mchakato wetu haujawa na maumivu makali sana, na tunaomba mpaka mwisho tutakapomaliza kwenye hizi mechi za group letu tusipitie maumivu hayo makali. Na bado mimi na matumaini makubwa kama uongozi, tunaamini bado tuna fursa ya kufanya vizuri. Zimebaki mechi 5 ambazo tukizitumia vizuri huenda tukavuka hata hatua hii kwenda robo finali. Inawezekana kabisa, na mimi tunajitazama sisi kama surprise package kwenye michuano ya kombe la shirikisho msimu huu. Lolote linawezekana, tumefanikiwa kuingia makundi, hata kwenda robo finali inawezekana kabisa. Vipi kuhusiana na baadhi ya wachezaji ambao mliwakosa, mfano kama Khalid Aucho? Taarifa zao zipoje kwa sasa ndani ya kikosi cha Singida Black Stars? Mchezaji pekee ambaye tulimkosa kwenye mchezo wetu wa awali ni Khalid Aucho, na hiyo ni kutokana na sababu za safari, mambo ya visa na nini, na pia alichelewa kurudi kutoka kwenye majukumu ya timu ya taifa. Kwa ni Khalid Aucho pekee yake. Lakini safari hii Khalid Aucho tutakuwa naye na tumesafiri naye kuja hapa visiwani Zanzibar. Tabaki ni kazi ya mwalimu, kama yupo kwenye mipango yake basi mashabiki wa Singida Black Stars na mashabiki wa soka Tanzania wanaoipenda timu yetu wanaweza kumuona tena Khalid Aucho uwanjani kwenye mechi ya Jumapili dhidi ya Stellenbosch. Na sisi wachezaji wetu wote wako timamu na wako imara kweli kweli. Kila mchezaji sasa hivi anatamani kupata nafasi ya kwenda kuitetea Singida Black Stars uwanjani. Kwa hiyo tuombeane kheri mpaka siku ya mechi, wachezaji wasiwe na changamoto yoyote, ili twende tukaiwakilishe vizuri nchi yetu. Na Gamondi hapendi kufungwa mara mbili. Nadhani watu wanamjua vizuri. Miguel Gamondi sio kocha ambaye atakubali kupoteza mfululizo. Dhamira yake ni kwenda kuhakikisha kwamba anafuta makosa aliyojitokeza kwenye mchezo wa kwanza dhidi ya Algeria. Wapinzani wenu tayari washatuma taarifa dhidi ya Sierra Belouizdad ya nchini Algeria. Okay, wapinzani wenu Stellenbosch washatoa taarifa kwamba wanawasili lini Zanzibar na taratibu zingine? Tayari baadhi ya maofisa kwanza wa CAF wameshawasili hapa, wakiwemo waamuzi wa mchezo wameshawasili visiwani Zanzibar na tumewapokea kama wenyeji jana pamoja na maafisa wengine. Lakini wapinzani wetu wanatarajia kuwasili leo hii visiwani Zanzibar, nao pia tunawasubiri tuweze kuwapatia mapokezi mazuri kwa mujibu wa kanuni za CAF. Wakishaingia leo tutafahamu sasa ratiba yao zikoje na vitu kama hivyo, lakini leo watawasili hapa visiwani Zanzibar kwa ajili ya kujiandaa sasa na wao kuelekea mchezo huu. Mmechapisha taarifa kuhusiana na mshambuliaji Joseph Gede. Wengi wanajiuliza mmemsajili, taratibu zipoje, kuna nini Joseph Gede na comeback ya Singida Black Stars? Kwanza Joseph Gede sio mgeni hapa. Tulikuwa naye msimu uliopita, lakini hakuwa na msimu mzuri hata kidogo kutokana na changamoto ya majeraha ambayo ilimuandama. Kwa hiyo tulilazimika kukaa naye mezani na kusitisha mkataba wake vizuri kabisa, kwa uungwana kabisa, na alikuwa muungwana sana wakati yule, hata yeye alielewa hakufanya kile ambacho tulikitarajia kutoka kwake kutokana na changamoto hiyo. Lakini sasa safari hii Gede anarudi upya Singida Black Stars, na hivi ninavyozungumza status yake tayari amesha saini mkataba na timu yetu, na ni pendekezo la moja kwa moja la kocha Miguel Gamondi kumuhitaji kikosini. Na kama uongozi wa klabu kupitia kwa wataalamu wetu, jopo la madaktari na viongozi wengine walifuatilia maendeleo yake, taarifa zake za majeruhi kama amepona ama la, na tukajiridhisha kwamba amepona yale majeraha, na ndio maana tukaingia naye kwenye mkataba mpya. Kwa Gede amesaini mkataba mpya na Singida Black Stars, lakini usajili wake utakamilika pale dirisha dogo litakapofunguliwa. Ataingizwa kwenye mfumo wa usajili kwa ajili ya kuanza sasa kutumika kwenye mechi zetu zitakazofuata baada ya hapa. Kuna chochote kile mnakilenga kwenye mechi dhidi ya Stellenbosch, labda viingilio kama mlivyofanya mechi iliyopita, kuleta bure watu kuingia uwanjani kama Singida Black Stars kwa ajili ya kuleta hamasa na kupata ushindi dhidi ya Stellenbosch? Kikubwa tulichokifanya safari hii tofauti na mechi za awali, tumeweka viingilio vya chini sana kusema kweli. Viingilio vinaanzia shilingi 1000 kwa majukwaa ya saa kule. Tuna viingilio vya shilingi 2000, shilingi 3000 kwa majukwaa haya ya pembezoni huku, shilingi 5000 kwa VIP. Sasa ukiwa na buku unakuja, ukiwa na 2000 unakuja, 3000, 5000 ni viingilio ambavyo vimezingatia hali ya mashabiki wetu wa aina zote.
Kwa mashabiki wetu na mashabiki wa soka walioko hapa Zanzibar, ni fursa yao kuja kutazama mechi siku ya Jumapili. Yani mechi muhimu kweli kweli kwa upande wetu, na tunapambana kwenda kuhakikisha tunapata matokeo mazuri, tubakize alama zetu 3 hapa nyumbani, kwa sababu ni mechi ya kwanza ambayo tunacheza nyumbani. Kwa hiki kiingilio sidhani kama ni sawa na bure. Yani ukiwekewa kiingilio cha shilingi 1000 unakuja kumuona Miguel Gamondi, Khalid Aucho, Clatous Chota Chama, na wengineo, wakina Khalid Gego mzawa kabisa hapa nyumbani Zanzibar, unaachaje kuja kufika uwanjani kumshuhudia mchezaji huyu? Kwa hiyo sisi tumeweka viingilio hivi. Tungeweza kuweka viingilio vyovyote na watu wangekuja obviously, lakini tumezingatia mahitaji ya watu wetu. Tunafahamu wengine vipato vyao ni duni, kwa tumewekea viingilio ambao hata wao wenyewe wanaweza kumudu na wakajisikia wameichangia Singida Black Stars kwenda kutafuta alama 3 dhidi ya Stellenbosch. Hiyo staili utaendelea nayo au ni ya muda mfupi kidogo, ya scarf shingoni hivi? Tuombe Mungu iendelee kuwepo. Zimenipendeza lakini. Sasa ndio maana nilikuwa nasema kwamba hii ni staili ina mahusiano ama umeamua tu? Kwa sasa ipo kwa ajili ya CAF. Tunaiwakilisha nchi yetu Tanzania kwenye michuano mikubwa ya shirikisho Afrika. Kwa hiyo tunaivaa hii kama alama ya uzalendo. Lakini kama maoni yatakuwa mazuri, watu wataendelea kutamani kuendelea kuiona, huenda tukakaa nayo mpaka mwisho wa msimu kaka. Kwani kuna shida? Sawa. Nzuri, endelea nayo. Maana kuna watu wanasema kwa nini sasa? Nzuri, endelea nayo. Nzuri. Mambo ya CAF haya kaka, mambo ya CAF ndugu yangu. Na msubi nitakuletea kwako pia moja. Asante. Nashukuru sana. Nikutakie kila la heri Hussein Fuel Masanza. Asante sana ndugu yangu. Shukrani sana. Asante. Hussein Fuel Masanza, make mwisho wa siku watu kwa nini sasa scarf? Kwa nini sasa? Akisema ni mambo ya CAF. Kwa hiyo inabidi uyaelewe. Tulikuwa tunaangazia kuhusiana na uwanja wa Mkwakwani, jinsi ambavyo TFF wameufungia. Wamefanya jambo jema kuufungia. Kwa sababu kwa hadhi ambayo tumefikia hatuwezi kuwa na kiwanja chenye muonekano ule kwenye mashindano ya ligi kuu. Labda daraja la 4, daraja la 3 huko inawezekana. Lakini kwenye level ambayo tumefika ya ligi kuu, uwanja muonekano ule, nawapa kongole. Safi kabisa. Lakini mimi kuna kitu sikukielewa jana. Tuendelee. Hujakielewa alafu tuendelee. Tuendelee kaka. Sawa. Tutoke katika mechi kati ya Coastal Union ambao wenyewe walipata ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Coast Mbeya City. Mchezo mwingine hapo jana uliweza kushuhudia kikosi cha Fountain Gate wakichomoza na ushindi wa bao 1-0 dhidi ya kikosi cha Tanzania Prisons. Miongoni mwa mechi moja ilikuwa nzuri tamu ya kuweza kupishana na kushambulia, ambapo mshambuliaji wa Nigeria Olubisi akiweza kuipatia bao pekee na kuweza kuizamisha Tanzania Prisons katika mchezo wa jana. Wa Nigeria wameanza kulipa Rashid. Wachache miongoni mwao walokuja. Mbona kinyonge unaambiwa? Sio kinyonge. Uliwakataa Rashid. Kwenye uwezo kwenye uwezo wao walikuwa na uwezo mdogo tu. Huo ndio ukweli. Yaani uwezo wao ulikuwa kwa chini sana. Lakini kwa sababu ndo mwenye nyumba kashawakaribisha wageni, si ndio? Lakini wale uwezo wao ulikuwa mdogo. Na anajipambania kuonyesha kwamba at least kwamba yeye katika wale ambao walikuwa wanaonekana wako chini, huyu anajionyesha kwamba at least mimi naweza kufanya kitu. Ni jambo zuri, na kitendo cha kufunga kwake ni kitu kizuri, kinaongeza confidence, wana alama 3. Hizi ilikuwa ni alama 3 muhimu sana kwa Fountain Gate. Sawa. Baada ya mchezo huu hapo kumalizika, ulikwenda kuangalia mchezo mwingine ambao ulikutanisha kati ya JKT Tanzania dhidi ya TRA United. Ulikuwa ni mchezo ambao wengi tumeuita kama baba na mwana kutokana na vita ya makocha wawili, Ahmad Ali dhidi ya Etienne Ndairagije. Mchezo ambao ulimalizika kwa kikosi cha JKT Tanzania kuchomoza na ushindi wa bao 1-0, bao la Saleh Karabaka. Saleh Karabaka tangia toke Simba alivyoenda na Mungo alikuwa lulu. Yes. Alikuwa anatengeneza yeye, Najib Musa, Jacob Masawe pale mbele, Pius Buswita
walitengeneza Namungo hatari kuendesha msimu wa pili, mzunguko wa pili kwenda mwisho. Yes, katoka hapa kaja huku na yenyewe the same. Wajua Tabora TRA kumlazi tutazoea. Sawa, tutazoea taratibu. Tutazoea. Kuna task hawa kuifanya. Light kama wangeifanya kosa hili wasingelifanya. Kwanza mwangalie kabla Samani Mtozi ule mpira kabla hajaupata Karabaka. Hii ndio kosa bure za wakaiokoa. Umeona mkoa mpira umekuja hapa hapa. Umeona umeona Sospita. Unamwona yule center back yule, kuna mtu katoka kwenye eneo lake amekuja pale kufanyaje? Amekuja kuweka pressure. Umeona wachezaji wawili wa TRA? Umeona wawili hao? Play Mtozi play. Umeona kashatoka. Umeona Karabaka alipoenda? Karabaka kaenda kuwin position ya yule aliyetoka. Sasa angalia kosa jingine tena ambao wanafanya TRA kwenye hili goli. Kwenye hili goli Nasri Kombo baada ya Karabaka ku receive mpira anaingia. Nasri Kombo ambaye ni center back anakuja kustuka, ile ni hatari. Anakimbiza, anataka kufanya blocking. Yes, umeona hii position? Unamwona Nasri Kombo alipo yule? Sasa wakati na receive Nasri anakuja. Angalia hapa watatu wa Jobless. Umeona 1 2 3. Wako nyuma Bajana. Walitakiwa kupressurize ule mpira au kwenda play. Umeona yule Nasri yule alienda anastuka kwamba hii natakiwa nifanye blocking haraka. Mwangalia huyu hapa pembeni anachokifanya. Yaani wakati Karabaka ana dribble kuitafuta engo, afu angalia walichokuwa wanakifanya. Yaani mtu ana jog kwenye hatari, alafu yaani ulikuwa unaweza kumuuliza hivyo wakati unatoka pale unaenda huko ulikuwa unaenda wapi? Yaani kama haoni kama kuna hatari. Sio? Na kati yeye alitakiwa kuwasaidia wale masenta baki wake kwamba wakati tayari wanakuja alitakiwa kusprint kwa nguvu walau kwenda kushinikiza kitokee chochote kuliko kumpa ule uhuru Karabaka anaenda ana cave. Na Karabaka pale Chidi ameuseti ule mpira mara mbili, ya kwanza, ya pili, ya tatu. Ndio kaseti ya kwanza. Yaani manake ya kwanza haikuwa kwenye akasogeza njia yake. Aliposogeza umeona hii hapa. Umeona hiyo? Yaani wakati anasogeza ya kwanza, anasogeza ya pili, ndo kuna wachezaji bado watatu wa TRA wanamtazama watatu. Yaani mtu anaingia kwenye box watatu, hawa hapa watatu. Umeona 1 2 3. Unamwona center back yule Nasir anakuja hapana, hii itakuwa ni hatari. Hawa wawili walitakiwa kuanza kureact before wa center back wao kwenda kujaribu kutaka kufanya blocking. Kwa hiyo mwanafunzi kamfunga mwalimu. Kamfunga kwa sababu kwanza ilikuwa ni mechi nzuri sana. Mechi ambayo ilionyesha kuna ufundi wa hali ya juu. Kuna namna ambavyo walikuwa wanaviziana kati ya baba na mwanae. Lakini mimi wameendelea kunithibitishia moja kati ya kitu ambacho nakiona kwa JKT. JKT matokeo yao mengi wanayapata kuanzia dakika ya 70 kwenda mbele. Manake huu ni upepo ambao timu nyingi upepo unakata, sijui ule umakini unapungua. JKT ndipo ambapo wanakwenda kukulazimisha ufanye makosa wa kuadhibu. Mtozi, turudishie kidogo hilo goli la JKT Tanzania. Goli tu hapo tu Mtozi, hapo. Watu wameona. Watu wameona. Si ndio? Yes. Umeona vizuri kwenye screen? Umeona vizuri kwenye screen? Mimi nasema tu umeona vizuri kwenye screen. Ndio. Mtozi, turudishie mechi ya Coast Union. Tuletee Mtozi Coast Union kama atakuwa nayo. Hapo Mtozi, hapo. Umeona vizuri kwenye screen? Yes. Yaani magunia uwanja Msasani magunia. Sasa nafikiri ndugu zetu wa Tanga tukisema bwana tunahitaji pichi tuelewe. Umeona hii pichi ya ligi kuu hii kwamba bwana mtu yoyote hapa hata hasemi chochote.
Yaani hapa kuna mtu mwingine hata mtu anataka tukusema tu bana Mtozi tuletee hii hapa, afu tuletee hii hapa. Sasa tuendelee mbele Mtozi. Kwa sababu mtu anaweza kauliza kwani hapa wapi Burundi? Kwa sababu Burundi viwanja vyao ndio hivi hapa. Sawa. Hayo ni kuhusiana na ligi kuu ya NBC. Tutoke hapo tuelekee Dodoma ambapo ligi ya mpira wa kikapu ngazi ya vilabu yani NBL imeanza rasmi jana jijini Dodoma katika viwanja vya Chinangali Park ikikutanisha vilabu mbalimbali kutoka mikoa tofauti hapa nchini. Mwenzetu Captain Michael Malue pamoja na timu yake ya Mchomo tayari wameweka kambi kwa ajili ya kushiriki mashindano hayo, na ametupatia taarifa fupi kuhusu maandalizi na mwenendo mzima katika ufunguzi wa ligi hiyo. Viongozi mbalimbali wa vilabu vya mpira wa kikapu wamehudhuria akiwemo rais wa TBF Bwana Michael Kadebe. Hapo katika kipindi cha viwanjani naona mko vizuri, mko sawasawa, na sisi hapa Dodoma tuko vizuri, tumeanza rasmi mashindano ya NBL ya National Basketball League, na timu ambazo zinashiriki katika mashindano haya kwa upande wa wanaume ziko timu 12, kwa upande wa wanawake ziko timu 8, lakini labda nizungumzie tu mechi ambazo zimefungua mashindano haya ambapo Fox Divas ambao yeye ameanza mchezo wake wa kwanza. Fox Divas ni bingwa mtetezi, yeye ameanza mchezo wake wa kwanza dhidi ya timu ya Bright katika mchezo ambao Fox Divas ameshinda kwa point nyingi sana 116 kwa 22. Kwa unaweza kuona ni game ambayo ilikuwa ni upande mmoja. Bright ni timu ngeni katika mashindano haya, lakini ndio mabingwa wa timu mkoa wa Dodoma kwa upande wa wanawake, lakini wamezidiwa kutokana na aina ya wachezaji wa Fox Divas. Fox Divas ina wachezaji wa kigeni wengi, inawachukua wachezaji ambao ni talent wa ndani kutoka katika vilabu vingine wameongeza. Kwa wametengeneza timu ambayo ni kubwa na ni nzuri. Kumbuka Fox Divas wametoka katika mashindano ya BWA ambayo ilifanyika pale Nairobi, na katika series ile wamefika nafasi ya 5. So kwa upande wa wanaume kulikuwa kuna mchezo wa ufunguzi ambapo timu ya Kisasa Heroes wao wameweza kuibuka na ushindi wa pointi 94 dhidi ya Pamoja Basketball kutoka Arusha ambao wamepata pointi 44. Labda twende tukasikie tu baadhi ya viongozi wa vilabu hivi, lakini pia tutasikia kiongozi ama rais wa TBF Michael Kadebe naye atazungumza kwa ufupi ili kusikia tu nini ambacho wamejipanga katika NBL ya 2025. Mwaka jana tulikuwa ni champions na tumeshiriki ligi ya Africa Zone 5. Hatukuweza kufanya vizuri zaidi kwa sababu kuna wachezaji wetu ambao tulikuwa nao last minute tukaambiwa hawawezi kwenda. Wengine ni wachezaji ambao tunawachukua wa Tanzania wenzetu ambao wako jeshini, kwa hali ile kuwepo hawakuweza kwenda. Lakini tumeenda last year tulikuwa tulikuwa nafasi ya 9. Kati ya watu katika timu 10 ambazo zilishiriki. This time tumekuwa nafasi ya 5. Baada ya target ilikuwa tuingie nusu finali na ikiwezekana tuende kwenye top 2 tuweze kushiriki hatua ya mbele zaidi. Lakini baada ya pale tukawaza tumerecruit wachezaji wengine zaidi wa kigeni. Sisi kama vijana kupitia timu yetu ya wanawake ya vijana Queens tumekuja kushiriki NBL kuweza kurejesha ubingwa wetu. Unafahamu kwamba vijana Queen wamekuwa mabingwa wa nchi kwa miaka 4 mfululizo, ubingwa ambao tulipoteza mwaka jana. Kwa hiyo baada ya kupoteza ubingwa mwaka jana tulirudi chini, tukaweka mipango mikakati yetu vizuri kwa kuangalia kikosi chetu, mapungufu yaliyopo ni yapi na maeneo gani ambayo tunahitaji kuongeza watu wa kupa nguvu ya kuweza kucompete na kuweza kurejesha ubingwa. Kwa ujumla ligi ya mwaka huu ina ushindani mkubwa ambapo tumeona klabu zinazoshiriki kutoka katika mikoa mbalimbali zimeweza kuwa na wachezaji ambao ni wa ndani lakini na wachezaji wa nje. Takriban tutashuhudia zaidi ya wachezaji kutoka nchi za nje kwa upande wa wanaume kama 22 na kwa upande wa wanawake kama wachezaji 13. Jumla wachezaji kutoka nje ya nchi kama wachezaji 35. Hii inaonyesha kwamba kadiri mchezo wa basket unavyoendelea na kadiri unapopata udhamini basi ushindano unakuwa mkubwa zaidi. Na umeweza kusikia kutoka kwa baadhi ya viongozi wa vilabu, lakini pia umeweza kumsikia Michael Kadebe kutoka TBF kwa uchache tu. Ukitaka kupata kwa
ndani zaidi, kutaka kujua details zaidi, usikose kuangalia Mchomo Usiku ili uweze kujua nini ambacho kimejiri katika mashindano haya ya NBL katika ufunguzi. Katika mechi ambazo sasa za kuangalia ni JKT Stars ambao watakwenda kucheza na Okeswa. Hii ni moja kati ya mechi nzuri sana kwa sababu Okeswa ni wale watoto wadogo kutoka shule ya Okeswa pale Munduli. Lakini pia moja ya mechi nyingine ambayo inatarajiwa kuwepo nzuri na ya kusisimua ambayo itachezwa usiku ni kati ya JKT ambao wanakwenda kucheza na Dodoma Spurs. So mimi niishia hapo kwa sasa ili muweze kuendelea hapo viwanjani, lakini kikubwa ni kwamba mashindano ndo yameanza na yanaingia katika siku ya pili. Naitwa Captain Michael Malue kwa niaba ya timu nzima ya Mchomo, nirudishe matangazo haya hapo studio. Kama kuna swali wewe utani SMS tu, nitumie WhatsApp ama nicheki tu kwa simu, tutazungumza mengi zaidi. Shukrani sana Captain Michael Malue. Kumbuka NBL hii hapa ni timu za mikoa, yani klabu washindi wale wa mikoa, yani Dar es Salaam anatoka mwakilishi Morogoro, lakini mpaka uende uwakilishe vile ligi yako hiyo inachezwa, yani kama ligi hiyo ichezwi umempataje bingwa? Hapana. Kwa hiyo yani TBF wanazangaza ile ligi ambazo zinazochezwa ligi, yani kwamba ukienda upande wa Mwanza wana ligi yao wamepata bingwa ndio wanakuja kushiriki huko kwa upande wa kiume na upande wa wanawake. Kwa hiyo alafu kuna ile ligi ambayo unaizungumzia unaitamani kuionage, ile inaitwa Taifa Cup. Ile ni mikoa sasa. Dar es Salaam labda wanatoa dream team ya wanawake na wanaume. Morogoro, Iringa, Mbeya, Arusha, wapi wanaenda kucheza. Kwa bingwa Dar es Salaam ni JKT. Bingwa Dar es Salaam. Bingwa Dar es Salaam hakuwa Dar City hivi. Wapo. Sasa Dar City sio kama anacheza ile BAL ya Afrika. Sina mabingwa. Si ndio. Lakini yani kuna level hivi. Ukishakuwa bingwa wa Tanzania kuna mashindano yanaitwa BAL. Basketball League Africa. Basket Africa League inaitwa BAL. Wenyewe ilianzishwa na NBA. NBA walileta kwamba kuona Waafrika wengi wanapata nafasi ya kuweza kucheza NBA League ya Cup Marekani. Wakaleta shindano ambayo itatoa vipaji kwa Afrika. Baadaye ndio ikaibuka hii hapa BAL ambapo sasa timu za kanda zinapatikana zinacheza, alafu zinaenda kucheza ligi kama vile ligi ya mabingwa Afrika inavyochezwa. Kwa hiyo Dar City walienda nadhani ni Kenya. Walienda Kenya. Ndio mabingwa yani maana. Ndio mabingwa Tanzania. Wakaenda Kenya kushindana na wengine timu zingine. Baada ya kushindana hapa wakapata tiketi, wanaenda kucheza sasa kama ile hatua makundi kama hivyo ligi ya mabingwa barani Afrika. Ndio hiyo BAL wameenda kushinda. Mimi hapa kama wapo Dar City, kama wapo na JKT, wanawakilisha Dar es Salaam au Pwani? Si Dar es Salaam kaka. Si Dar es Salaam. Kote mbili. Sasa sijajua katika zile levels za kutoa kama Dar es Salaam zinatoa timu ngapi, lakini wanaenda kushiriki ni wale mabingwa wa mkoa. Kwa ligi ya basketball Tanzania inachezwa mikoa mingapi? Sasa hapo inabidi tuwaulize TBF. Kama hiyo mikoa kwamba mikoa ambayo inashiriki pale ni timu ambayo ligi zao zinacheza, lakini kama ligi zao ni mfu hawatoi timu shiriki. Unatoka wapi, mkoa gani Rashid? Mkoa wako, acha Dar es Salaam. Musoma. Musoma ndio timu gani tutajua. Umeelewa hapo vizuri? Ndio mimi naipenda Taifa Cup. Taifa Cup kama timu zile, na ninajua kitu gani ambacho unachokipendea wewe Taifa Cup. Hapo pesa Taifa Cup umekumbusha Doni. Wow. Hayo ni kuhusiana na mchezo wa kikapu. Ni miongoni mwa michezo ambao kiukweli timu zilikuwa zinacheza pale, kulikuwa kuna vionjo vingi sana. Basket alama 3, alama 2, alama 1, tamu sana. Timu zilikuwa zinakwenda katika ile overtime pia kama zikilingana. Uzuri bwana kikapu hakuna kulingana. Mshindi lazima patikane. Watu wakidhania papa. Sasa hili swali tumwachie Michael Malue. Michael Malue kesho wanatuambia tukue SMS. Tunaangalia kipindi. Kesho kwenye ripoti yako. Njoo tuambie Tanzania mikoa mingapi ina ligi ya basketball ambayo ligi ambayo inachezwa si ndio? Ya basketball. Hao wawakilishi walioenda kucheza hapo Dodoma wametoka mikoa gani? Na swali letu jingine, JKT na Dar City
uwakilishi wao kwa Dar es Salaam imekuwaje, au Dar es Salaam wana favor zaidi au nani JKT wamerithi nafasi ya Dar City? Na kwa nini wamisi bingwa? Sasa bingwa yuko kwenye BAL Scand Africa. Hii si ligi, sema bingwa kwa ndani. Manake na option. Haya, sawa. Malu ameichukua ataifanyia kazi. Malu sisi tukutumie SMS. Unaangalia kipindi tutakuja kutujibu. Captain, bado hujatununulia. Ila kipindi umeangalia. Sawa, shukrani sana kwa Ayubu Hijo pamoja na Rashid Don Hamis the Heavyweight Pandit. Ndivyo ambavyo tunavyohitimisha hivi sasa soka letu. Tunakwenda mapumziko mafupi, tukirejea tutakuja kuangazia hapa katika joto la Afrika zilizobamba pamoja na The Pitch. Hii ni Viwanjani, baba vipindi vyote vya michezo hapa nyumbani Tanzania. Mimi ni Saidi Salim Msomi.